Bila shaka ubuheri wa afya swaiba wangu, si ndio ila kama ni kinyume na hapo, pole sana bana. Okay. Wote bwana tunatambua wazi kwamba hakuna fundi wa kulea watoto, si ndio Yaani hakuna fundi kwenye malezi ya watoto bwana. Hili tunalitambua wazi wote bwana, hapa tunakubaliana. Lakini ugumu unaongezeka zaidi pale unapoachwa na mwenzako, alafu ukabaki na jukumu la kulea watoto peke yako bwana. Yaani mzazi mmoja hapo anapofariki, alafu anapokuachia mwenzake jukumu la kulea watoto, ugumu unaongezeka kiaina bwana. Movie yetu leo inatukutanisha na bi mkubwa mmoja hivi bwana, ambaye bi mkubwa mume wake alishafariki kitambo sana bwana, lakini amemwachia jukumu zito la kumlea kijana wao ambaye alikuwa amemwacha kwenye mikono yake bwana. Yaani sasa kinachosumbua hapa ni kwamba ukijana bwana kapaswa kichwa sana kwa mama yake. Yaani haambiliki, haelewi, haelezeki yani. Jamaa yani kapaswa kichwa sana kwa mama yake bwana. Na hapa tunamuona bi mkubwa bwana anatoka zake safarini bwana, anarudi zake nyumbani bwana. Sasa wakati aliposafiri alimwacha mwanae hapa na mlinzi. Lakini sasa wakati anarudi aliyoyakuta huku aisee ni ya kustaajabisha sana. Basi bwana mama anarudi zake safari bwana, anapokewa na mlinzi wake hapa. Anakaribishwa ndani bwana. Karibu sana mama, karibu sana mama. Tulikukumbuka sana bwana. Mlinzi anamwambia bosi wake, mama akamwambia bwana nashukuru sana bwana, mimi nimewakumbuka pia. Ndio bwana nimerejea bwana. Anaingia sebuleni kwake bwana. Anakuta mbona pako vagranti namna hii? Anaangalia chini. Mbona naona glasi zangu za expensive zipo chini hivi? Yaani glasi zangu hivi. Nani kafanya huu ujinga hapa? Mlinzi akamwambia yaani mama hapa ni kwamba jana kulikuwa kuna party hapa. Henry alialika rafiki zake hapa wakawa na party. Party nyumbani kwangu. Yaani party anafanya party nyumbani kwangu. Nyumbani kwangu yani anafanya party gani anafanya nyumbani kwangu? Bwana mama kakasirika ile mbaya. Yuko wapi kijana? Yuko wapi bwana? Akaenda kumtafuta mwanae alipo bwana. Kumbe mwanae bwana yupo zake chumbani huko amelala bwana na mtoto wa kike bwana. Yaani yuko na demu wake. Wala hana wasiwasi kabisa bwana. Basi bwana mama kanyosha moja kwa moja mpaka chumbani kwa mwanae bwana. Anafika kule anakuta mwanae bwana kalala na demu wake bwana. Akawastua, "Heli, hebu amkeni. Wajinga wakubwa nyie. Mnafanya nini nyumbani kwangu?" Yaani mama kakasirika ile mbaya, anamfokea mwanae sana. Mama huko analia kwa hasira yani. Yaani mwanangu mimi nitakiwa nifanye nini ili uwe mwanamume bora wewe? Watakiwa unifanye nini uwe mtoto bora wewe? Hivi mume wangu, marehemu mume wangu alitakiwa afanye kitu gani ili uwe kijana mzuri wewe? Maana kila kitu amefanya, kila kitu. Hamna kitu alichoacha kufanya kwa ajili yako ili uwe mtoto mwema. Lakini wewe huelewi kabisa ni kufanya tu ujinga. Yaani unatudhalilisha sana. Hiki unachokifanya si ni kinyume kabisa na maadili. Unageuza nyumba yangu kuwa klabu. Yaani unageuza nyumba yangu kuwa klabu. Yaani umedisappoint sana. Na wewe mwanamke nakuchukia sana kwa sababu wewe ndo chanzo cha ujinga wote ambao unaendelea kwa mwanangu. Pumbavu, sitaki nikuone tena kwenye nyumba yangu. Pumbavu mkubwa. Yaani mama kakasirika ile mbaya bwana. Kasema kabisa, kamwambia kabisa mtoto wake kwamba mimi sitaki kukuona kabisa hapa kwangu kwa sababu wewe ndo chanzo cha ujinga wote mwanangu anaofanya. Okay, jamaa bwana akili zake za pombe zishaisha bwana. Namsogelea mama yake sasa kwenda kumuomba radhi bwana. Nafika pale anamsalimia mama, shikamoo. Mama kakaa kimya, mzee kamsonya, mama kamsonya bwana. Kaambia unamwamkia nani? Kaambia mama, mama yangu kipenzi. Kwani unakuwa hivyo lakini? Kwani tatizo liko wapi? Kaambia tatizo ulijui Wewe tatizo ulijui? Unajua ni mpumbavu sana wewe. Hivi lini utakuwa yule mwanaume ambaye babako alikuwa anatamani kuwa uwe yani? Lini utakuwa hivyo yani? Babako amekuandaa kwa muda mrefu sana ili uje kuvaa viatu vyake yani. Lakini wewe huelewi kabisa, ile bichwa lako limejaa maji tupu yani. Yaani mama unaniambiaje? Mama unaniambia mimi bichwa limejaa kweli mama unaniambia. Wewe ni mpumbavu, akili huna. Yaani unageuza nyumba yangu kuwa club house. Unageuza nyumba yangu kuwa club na kualika malaya zako hapa ndani. Una hata haya kweli? No. Yaani mama unamuita mke wangu mtarajiwa malaya kweli? Mke wangu hakuna, yaani yule hawezi kuwa mke wako kama mimi nikiwa hai. Labda niwe nimekufa. Lakini nishakwambia kabisa yule hakufai. Yule sio mwanamke na hawezi kuwa mkeo. Labda mimi niwe nimekufa na naweza kama mkeo, lakini sio nikiwa hai. Mimi ndo nakwambia hivyo sasa, kama mama yako ambaye nilikuzaa. Mama mimi hapana, mimi sielewi. Yule ndo mwanamke wangu, mimi ndo mke ambaye namtaka, yule nataka kumwoa kabisa. Kabla hakuna, yule hawezi kuwa mkeo. Labda mimi niwe nimekufa. Pumbavu zako, toka hapa. Mama akamfukuza kabisa jamaa pale bwana. Basi bwana, hapa tunakutana na familia nyingine bwana. Huyu mwanadada bwana anaitwa Olivia bwana. Huyu anaishi na dada yake, wanaishi Uswahilini kabisa huko. Yaani maisha yao bwana ni yale maisha ya Kiswazi kabisa. Yaani hao wanafanya biashara zao ndogo ndogo tu ili maisha yao bwana yaendelee bwana. Yaani hawana kipato cha kukidhi mambo yao mengi, lakini hivyo maisha yanaenda kimungu hivyo bwana. Sasa hapa ni dada bwana anakunywa chai, anakunywa juice na mkate wake bwana. Huko anafikiria kwamba maisha haya yataenda mpaka lini? Mbona maisha yamekuwa magumu sana kwetu? Hivi nitaishi hivi mpaka lini mimi jamani? Yaani maisha ni magumu kila kukicha, afadhali ya jana. Mwanadada bwana anajiongelesha mwenyewe hapa bwana. Okay, hii bwana ni asubuhi bwana. Mwamba ametoka zake ndani bwana. Anaondoka zake kwenye mishimishi zake bwana. Anafika pale sebuleni bwana. Anamkuta mama yake kakaa bwana. Yeye mwamba akaenda moja kwa moja sehemu anapoweka funguo yake ya gari bwana. Kana tafuta funguo yake ya gari, kila anapotafuta haioni. Sasa hii funguo iko wapi hapa, mbona sioni? Kabla hajamuuliza mama yake bwana akachukua simu yake akampigia simu demu wake bwana. Akamwambia, "Hello, vipi? Bwana vipi? Wewe ndio umenirudisha jana usiku hapa nyumbani. Vipi funguo yangu umeweka wapi?" Akamwambia, "Funguo mimi nimeweka hapo bwana inapokaaga." "Mbona mimi sioni wakati wewe ndio umenirudisha jana usiku?" Akamwambia, "Mimi nimeweka hapo bwana." Jamaa akakasirika, akakata simu bwana kwa hasira. Basi bwana akamuuliza mama yake. Akamwambia, "Mama, uliona funguo yangu ya gari hapa?" Mama yake akamwambia, "Funguo ninayo, nimechukua nayo, nimeweka kwenye matiti yangu hapa." Sasa mama, mimi mdau tena stress hapa natafuta funguo, kumbe unayo tu na umekaa kimya tu. Uniambie chochote. Kwani mama una shida gani? Akamwambia,
Ndio ninayo nakwambia sasa. Sasa kumbe unayo mama. Wewe kumbe unijui. Mimi naweza nikachukua hapo kwenye matiti yako ujue. Unajua kama mimi nimenyonya hapo Mama akamwambia subutu, jaribu. Mpumbavu mkubwa wewe. Yaani mwanamume miaka 30 unawaza tu pombe, unawaza wanawake tu. Yaani baada ya kufocus na maisha unawaza pombe tu na starehe za kipumbavu. Unaweza kuwa unafanya kazi. Lakini wewe huna habari ya kazi. Akamwambia mama, unajua unanichekesha sana yani. Unajua kwamba mimi nimesoma na degree 2. Mwenyewe unajua kwamba nikitaka kufanya kazi nafanya kazi popote kutokana na elimu yangu. Si unajua hilo? Sasa mimi nikwambie kitu. Inakuwaje nikikwambia mimi sitaki ndoa, sitaki kuoa, sitaki kazi, sitaki chochote. Inakuwaje nikikwambia hivyo? Mimi vitu sivitaki. Uvitaki? Yaani wewe ni mjinga sana. Ni mjinga sana wewe. Sio mjinga mama. Mimi najua babangu ameniachia pesa nyingi sana benki. Kwamba naweza nikafanya kazi hata nikiwa na miaka 50, 55, alafu hela zisiishe na ngine kula hela. Sasa nahangaika na nini? Mimi acha nile pesa mama. Akamwambia wewe ni mpumbavu mkubwa kabisa yani ambaye huna akili. Yaani baada ya kuvaa viatu vya babako, ufuate nyayo za babako alichokuwa anakifanya, kusimamia kazi zake, wewe bado unaanza tu wanawake, unaanza na pombe. Yaani ni mjinga sana kabisa, mpumbavu kabisa. Mama, najua una hamu sana na wajukuu, si ndio? Una hamu sana na wajukuu wewe, lakini nakushauri kitu kimoja. Wewe bado una nguvu, alafu bado hujafika ile menopause end. Yaani wewe bado una bleed sasa hivi. Wewe cha kufanya unaweza ukajaribu naye kupata mtoto. Akamwambia unasemaje mtoto? Unanitukana. Kabisa unakutukana mama, mimi nakwambia ukweli. Wewe si bado unaenda mzunguko wako bwana. Jaribu na wewe upate mtoto bwana. Maana unasumbua sana kuhusiana na swala la mtoto. Unataka mjukuu kitu gani bwana? Yaani mshikaji sasa imefika muda sasa kiburi kinazidi, anamtukana mpaka mamake bwana, na hajui anachokiongea mshikaji kwamba ni hatari sana kwenye maisha yake, kwa sababu si jambo salama kumwambia mamako maneno kama hayo bwana. Basi bwana, mambo baada ya kunyima ufunguo na mamake bwana, maana ufunguo mamake alikataa nao kabisa kumpa huyu mshikaji bwana, akaamua atoke zake tu kwa mguu bwana. Amefika nje pale, anamuita mlinzi, anamwambia bwana nifungulie geti niondoke zangu. Bwana mlinzi akamwambia hapana, mimi siwezi kufungua bwana. Mama akaniambia nisikufungulie mlango kabisa hapa. Yaani hapa nisikufungulie mlango kabisa. Basi akamwambia basi ina shida. Wewe kaa hivyo hivyo usifungue mlango. Mshikaji karuka geti, kaondoka zake bwana, kaendelea na mishe zake bwana, kachana mlinzi pale pale bwana. Basi bwana, mwanadada Olivia bwana leo yuko zake mitaani bwana, anaona mshikaji barabarani bwana, anatembea tu yani bila fikra yoyote bwana, alafu gari inakuja mbele yake. Akamwambia wewe sogea, Mungu wangu, sogea, gari inakugonga. Bala ghafla bwana, mshikaji kapigwa na gari bwana, alafu gari ikaondoka. Sasa Olivia akana kimbiza ile gari. Mbona umemgonga mtu afu nakimbia? Wewe Mungu wangu, sasa unaenda wapi? Njoo tumsaidie huyu mtu bwana. Olivia bwana analia pale. Akamwangalia mshikaji, sasa mimi nitafanyaje hapa? Mbona sasa huyu kakimbia, kamgonga mtu afu kakimbia. Mungu wangu nisaidie. Basi bwana, Olivia alichofanya pale kapambana bwana, kamfikisha mwamba mpaka hospitali bwana, kamfikisha mwamba mpaka hospitali bwana, ikiwa mwamba hajitambui kwa chochote bwana, kutokana na ile ajali ambayo ameipata, afu aliyemgonga kasepa zake bwana. Oya, basi bwana, dada akiwa pale hospitali bwana, na wasiwasi umemjaa kibao yani bwana, kwamba kuhusu na hali ya mshikaji kwa anaendeleaje bwana. Ghafla daktari bwana anatoka, anamwambia vipi, mbona kuna wasiwasi sana? Usiwe na wasiwasi, hebu relax. Lazima niwe na wasiwasi daktari. Vipi mgonjwa anaendeleaje? Akamwambia mgonjwa bwana anaendelea vizuri, wala hakuna shida yoyote, lakini kuna shida kidogo tu. Shida gani tena? Yani mgonjwa wako ni kwamba amepoteza kumbukumbu. Dokta, usiseme mgonjwa wangu. Nishakwambia kwamba mimi usimfahamu. Mimi ni msamaria mwema tu, nilikuwa napita nikamsaidia kumleta hapa hospitali baada ya kuwa amepata ajali. Lakini mimi simfahamu. Akamwambia okay, umefanya jambo zuri sana kumleta hapa kwa wakati. Sawa. Vipi simu yake iko wapi? Kama mimi nishakwambia simjui huyu mtu, Mungu wangu. Sasa mimi simu nitaipata wapi? Huyo hana sijamgusa chochote, mimi sijui kama ana simu au ana simu. Sasa mimi nitafanya. Akamwambia relax, sio na wasiwasi. Maana hapa kitakiwa kwanza tuwa contact ndugu zake, yani tuwasiliane na ndugu zake tujue kwamba wanamsaidia vipi kuhusiana na masuala ya malipo jamaa. Sasa mimi sijui dokta, mimi mtu nimemuokota tu njiani nakwambia. Sielewi chochote. Akamwambia vipi naweza nikaondoka? Huwezi kuondoka. Daktari akamwambia huwezi kuondoka. Yaani lazima umuone kwanza, angalau umuone mgonjwa ndio uondoke. Sasa unataka tu kuondoka bila hata kumuona mgonjwa? Kwa nini unakuwa unataka kufanya hivyo? Sawa daktari. Sawa, mimi lakini nimekuambia mtu simjui, vitu niondoka. Twende ukamuone mgonjwa kwa sababu umemleta wewe afu utaondoka. Basi bwana, dada akija mpaka odini bwana. Fika bwana, Heli alivyomuona dada anaingia, akamsalimia mambo. Dada akamwambia poa. Mgonjwa akanamuuliza daktari, bila shaka nadhani huyu ndo atakuwa girlfriend wangu, si ndio? Daktari akamwambia ndio. Dada akamkali. Mimi wewe kaka subiri, mimi sio girlfriend wako. Mimi ni msamaria mwema tu, nimekuokota pale. Nilikuwa nataka nimekusaidia kuleta hapo hospitali baada ya kupata ajali. Akamwambia unasemaje? Yaani labda nikuelekeze vizuri ili uelewe. Ulikuwa unapita hivi unakimbia sehemu fulani, ghafla gari ikakupiga pap. Ukadondoka chini, mimi ndo nikakusaidia. Mimi sio girlfriend. Daktari akamwambia wewe tulia. Mbona unataka complicate vitu wewe? Unataka kufanya mambo yawe magumu. Wewe muache akumbuke kile anachokikumbuka yeye. Huyo nishakwambia kapoteza kumbukumbu. Kwa hiyo tulia. Sio, hebu tutoke nje kwanza, toke nje. Akamchukua ile dada mzee akatoka naye nje. Daktari akamwambia wewe unataka kuharibu mambo sasa. Nishakwambia kwamba huyu hakumbuki chochote. Ndio, lakini mimi sio girlfriend wake. Kwa nini mimi anaita girlfriend wake sasa? Tena mimi hapa siji tena, mimi naondoka bwana. Mimi naondoka. Si nishamleta tayari mgonjwa wako hapa. Mimi naondoka zangu. Akamwambia sasa sio mgonjwa wangu, ni mgonjwa wetu kwa sababu wewe ndio umemleta hapa. Na hapa lazima utabaki tu hapa kwa sababu wewe ndio unamjua huyu vizuri. Mimi simjui bwana. Mimi tena naondoka. Daktari, unaona kama unanichanganya. Mwanadada akakasirika sana kumshikaji kumuita girlfriend kwa sababu hajuani naye, yeye amemuokota. Basi bwana, siku
kinachofuata bwana, mwanadada aliamua bwana kwenda hospitali pale kumpelekea mgonjwa wake chakula bwana. Anafika pale bwana, anakuta mgonjwa yupo katulia zake pale. Akamwambia, vipi blaza yangu, unaendeleaje? Hali yako vipi? Unajisikiaje? Mshikaji akamwambia, bwana bado sijisikii vizuri sana bwana, nasikia kichwa kinaniuma sana bwana. Akamwambia, usijali, Mungu atakusaidia sana bwana. Mimi nimekuletea chakula hiki hapa. Mshikaji akachukua kile chakula akakiangalia. Hiki chakula mimi siwezi kula. Unafanyaje? Huwezi fanyaje? Huwezi kula. Kwa nini huwezi kula hicho? Akamwambia, yani hiki chakula mimi unajua kimenikosti shilingi ngapi kukiandaa? Chakula kimenikosti, alafu hali yangu mwenyewe naijua. Hebu naomba hicho chakula. Mshikaji akamwambia, mimi sijasema hiki chakula ni kibaya, ila jinsi kinavyoonekana tu sijazoea hiki chakula, yani sijakielewa namna kilivyo. Wewe kula hicho chakula, ni kizuri sana, utakipenda. Wewe kula, tutakiona. Ni kitamu sana mbona hicho chakula. Wewe kula, tutaona. Basi bwana, baada ya Olivia kutoka pale hodini bwana kwa mgonjwa bwana, kaenda moja kwa moja mpaka kwa daktari bwana. Alifika kwa daktari bwana, kabla ya karibishwa akashaingia ndani tayari. Daktari shangaa, huyu vipi tena? Wewe Olivia vipi? Akamwambia, bwana mimi daktari nimechoka. Mimi nimechoka sana. Yaani siku nne nzima, siku nne nzima mimi namhudumia mtu ambaye simfahamu wala simjui ametoka wapi. Mimi nimechoka bwana. Mimi yani nimechoka kabisa na mambo mengi sana ya kufanya bwana. Yaani na mambo yangu mengi ambayo yanasumbua akili yangu nataka niyafanye bwana. Kwa hiyo mimi bwana, mimi daktari mimi nimechoka. Anakaa analalamika kinoma. Daktari akamwambia, sasa shida iko wapi? Wewe umemsaidia mtu, umemleta mpaka hapa na matibabu yamefanyika na anaendelea vizuri. Una wasiwasi gani? Alafu pia habari njema ni kwamba ipi? Ipi habari njema? Akamwambia, bwana tumempata mama yake bwana. Tumefanikiwa kumpata mama yake na huyu mgonjwa. Basi daktari, nashukuru sana kama nimefika hivyo bwana. Kama nimefikia hatua ya kumpata mama yake bwana, inabidi hapa sasa mimi niondoke zangu. Akamwambia, sasa uondoke zako wapi? Si tayari mama yake kashatokea. Sasa mimi nina kazi gani tena hapa? Mama yake si yupo tayari. Akamwambia, hapana. Usiondoke, mimi nakushauri usiondoke. Angalau uonane na mama yake. Pengine anaweza akakupa hata zawadi. Hapana, mimi Mungu tu atanijalia tu. Mungu atanibariki kwa huu wema niliofanya. Sihitaji zawadi yote kutoka kwa mama yake. Lakini ni vyema ukakutana naye hata kuonana tu, mkasalimiana, mkafahamiana bwana Olivia. Usifanye hivyo Olivia, sawa? Ya mwana mama bwana akapata taarifa kuna mwanae wa kipekee sana bwana amepata ajali na yuko hospitali bwana. Mama mkuku break ya kwanza mpaka hospitali bwana. Anafika anakuta mwanae kule yuko kitandani bwana. Jamani mwanangu, Mungu wangu. Pole sana mwanangu jamani. Unaendeleaje? Mimi naumwa. Kwani wewe nani? Yaani mimi mamako. Wewe mama. Basi nisamee sana mwanangu. Najua labda kama si ule ugomvi ambao tumegombana siku ile, nadhani hili lisingetokea mwanangu. Nisamee sana. Mama, ugomvi gani? Yaani mshikaji kasahau kila kitu. Akumbuki chochote hapo alipo, yani kwenye kichwa chake. Akumbuki chochote kile. Anamwagiza mamake, ugomvi gani? Akamwambia, yani mwanangu umesahau kama tumegombana wiki iliyopita. Akamwambia, mimi sikumbuki chochote yani mamangu. Sikumbuki chochote. Okay, anyway sawa. Vipi baba yuko wapi? Mshikaji anamuulizia babake, kati babake alishafariki tayari. Mamake anamwambia, mbona babako unayemuulizia alishakufa miaka 5 iliyopita mwanangu? Alishakufa. Jamani, mimi nikajua labda ulikuwa umesafiri naye, sasa ndo mmerudi. Akamwambia, hapana, babako alishafariki tayari. Daktari, mwanangu kapata nani? Akamwambia, haya mambo naomba tuyadiscuss nje. Hebu tutoke nje kwanza, tudiscuss haya mambo bwana. Mama akachukua na daktari pale, wakatoka nje kwenda kujadiliana na daktari. Basi bwana, yule mama baada ya kutolewa pale na daktari bwana, akawa anamuelekeza bwana. Mama akawa amepanic sana. Vipi daktari? Mwanangu anaendeleaje? Kwani mwanangu kapata na nini? Mbona sielewi? Daktari akamwambia, bwana mwanao anaendelea vizuri kiasi chake, lakini ni kwamba anasumbuliwa na tatizo linaloitwa post traumatic. Yaani ni ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu. Pale alipo hakumbuki chochote kile kwa sababu ya ajali aliipata maeneo ya kichwani. Kwa hiyo ina maana haelewi chochote, hakumbuki chochote pale alipo. Sasa tutamsaidiaje jamani mwanangu? Mungu msaidie mwanangu. Tutafanyaje daktari? Akamwambia, yani mwanao atapona wala hamna shida. Kinachotakiwa hapo ni kwamba ni kumfanya awe free stress, yani asiwe na stress. Alafu mkumbushe memory nzuri, mpe kumbukumbu nzuri ambazo zitamfanya arudishe kumbukumbu zake kidogo kidogo. Wala usiwe na haraka. Okay sawa, naomba nimfahamu huyo mtu ambaye amemsaidia mwanangu kumleta hapa. Naomba nimuone huyo mtu ambaye amefanya huo wema. Nimuone tu jamani, japo nimshukuru bwana. Basi bwana daktari bwana akamuita Olivia bwana aje kunana na mamake na Henry bwana. Olivia ameitwa bwana, amekuja hapa. Jamani mwanangu jamani, asante sana kwa kumsaidia mwanangu bwana. Asante sana. Mama usijali, hakuna shida mamangu. Usijali wala hamna shida. Kwa hiyo wema wako ambao umefanya mwanangu, na deni na wewe la maisha yangu yote, na deni na wewe la maisha yangu yote kwako mwanangu. Yaani umemsaidia mwanangu, nashukuru sana. Mama usijali sasa sikiliza, daktari kaniambia mwanangu yuko tayari kuondoka. Naweza tukaondoka tukaenda nyumbani. Kwa hiyo naomba nipe kama dakika 10 hivi. Nataka nikushukuru japo kwa cheki. Mama haina shida, cheki mimi ya nini mama? Wala hamna shida. Mimi nimefanya hivyo kwa Mungu mwenyewe ndo amenifanya nimsaidie mwanao mama. Wala hamna. Mimi nataka nikuappreciate kwa cheki. Nataka nikushukuru kwa cheki. Wewe nipe tu dakika 10 hapa. Tuondoke wote nikupe hata cheki mwanangu. Nimefurahi sana kufanya. Asante sana kwa kusaidia mwanangu. Mama kaingia zake ndani bwana na daktari kwenda kumwattend mtoto yule mwanae ili waondoke bwana. Basi bwana Olivia alivyoachwa na yule mama pale bwana, anasimama sasa ametajiwa cheki pale. Anaanza kujiuliza, jamani, muoneni Mungu alivyokuwa wa maajabu. Hivi mama amejuaje kama mimi nina shida hela kiasi hiki?
Yaani ananitajia cheki. Hebu ngoja nifikirie sasa kwamba hii cheki itakuwa ya 200,000, itakuwa ya 100,000 au itakuwa 50,000. Maana najua lazima italenchi humo, hiyo itakuwa ni hela nyingi kidogo. Mpaka anataka kutoa cheki. Ina maana hapo ni kuanzia labda 200,000 hivi. Basi anajiongelesha mwenyewe pale Olivia akafurahi kinoma, ni maana sio tena maisha yake kule Uswahilini bwana. Ashasikia issue ya cheki hapa, anaona yani hapa afadhali bwana, Mungu atakuwa amenipiga push ya maana sana kwa sababu hapa mambo yangu mengine kidogo yataenda bwana. Basi bwana, mama akazama ndani akataka kumchukua mwanae ili waondoke zao. Okay, ni mkuu bwana amefanikiwa tayari kumtoa mwanae bwana na amerudi naye hapa nyumbani bwana. Anafika tu pale bwana, mwamba bwana anaonekana yani kama ni mazingira mapya kabisa, yani kasahau kila kitu mpaka nyumbani kwao, yani hana anachokikumbuka hata kimoja bwana. Nafika pale bwana, mama anamwambia bwana, karibu sana mwanangu nyumbani. Hapa tumefika nyumbani tayari. Maana anauliza, hapa ndo home? Akamwambia hapa ndo nyumbani. Karibu sana mwanangu. Pole kwa kila kitu. Okay. Basi mlinzi pale akawapokea bwana mizigo yao, akawaingiza ndani bwana, wakiwa wameambatana na nani? Na yule mwanadada ambaye alimsaidia. Mwanadada anaitwa Olivia bwana. Kama unavyojua bwana, kina mama zetu walivyokuwa na huruma na sisi watoto wao bwana. Amefika tu pale, mama akaanza kumuuliza mwanae, niambie mwanangu, nikuandalie chakula gani pendwa unachokipenda leo ambacho utakula leo mwanangu? Maana najua chakula cha hospitali namna kinavyokuwa kibaya. Sasa hapa nataka nikuandalie chakula kile kizuri ambacho unakipenda. Lakini cha ajabu bwana, jamaa akamjibu mama yake shombo sana. Nikamwambia wewe vipi na wewe? Yaani tumefika tu hapa nyumbani naanza kutaja chakula unaniambia chakula mimi cha nini? Unajua ni inasumbua akili kiasi gani ukiwa umesahau kila kitu kwenye maisha yako? Unajua inasumbua vipi akili? Mimi nishachanganikiwa hapa sasa hivi, yani nishasahau kila kitu kuhusu mimi, alafu sasa hivi unaniambia chakula. Mimi nikitaka chakula mwenyewe nitakwambia. Olivia akadaki akamwambia, hapana Henry, hapana. Huyo ni mjibu hivyo ni mama bwana. Sawa? Mama hataki kujibiwa hivyo bwana. Mbona kwa mkali sana kwa mama? Mama ni upendo tu, anajali kuhusu wewe. Anajali kuhusu wewe upate chakula kizuri. Alafu namjibu maneno ya shombo hivyo. Unataki kuwa hivyo bwana. Hapana. Samani sana, samani mama. Lakini ni kwamba tu akili yangu haiko sawa. Yaani siko sawa kabisa, na msongo sana mawazo mama, kwa sababu nimesahau kila kitu kabisa kuhusu maisha yangu. Sina ninachokikumbuka yani. Basi mwanangu usijali, pole sana mwanangu. Ila utalikava utakuwa sawa. Sawa. Olivia karibu sana bwana. Ngoja mimi nimuoneshe chumba chake cha kupumzika. Twende mwanangu kuoneshe chumba. Basi akamchukua pale jamaa akanampeleka kwenye chumba chake cha kulala bwana. Okay. Wakati jamaa anapelekwa chumbani kwake kupumzika na mama yake bwana, kuna sehemu wakapita hivi kwenye ukuta fulani ambako kulikuwa kumetundikwa picha bwana. Akamuuliza mama yake, akamwambia, "Hapa nakumbuka kama kulikuwa kuna picha hapa." Mama yake akamwambia, ndio, hapo kulikuwa na picha, lakini ile picha tulihamisha miezi kama 3 iliyopita, tumepeleka kwenye chumba cha wageni." Jamani, Mungu asante. Maana kumbe bado kumbukumbu zinaanza kuja taratibu. Akamwambia, "Ndio mama, mimi nakumbuka kidogo hapa. Kama kulikuwa kuna picha." Akamwambia, "Ndio, tumehamisha kwenye chumba cha wageni. Sasa hivi ipo kwenye chumba cha wageni mwanangu." Basi mwanangu, sasa sikiliza, wewe nenda kapumzike ndani. Mimi sijajua pale na mgeni. Ngoja nikaongea na mgeni pale. Wenda kapumzike. Mshikaji akadakia akamwambia, "Yule girlfriend wangu ambaye sijui chochote kuhusu yeye." Mama yake akamwambia, "Ndio huyo, ngoja nikaongea naye kidogo." Yaani mshikaji anachojua ni kwamba yule Olivia ni girlfriend wake bwana. Ndio kumbukumbu zake zinavyomwambia. Kumbe bwana hata ni mgeni tu ambaye alimsaidia huko njiani baada ya kupata ajali, lakini mwamba yeye anaona mawazo yake kama yule ni girlfriend wake bwana. Kumbe hapana, sio yeye bwana. Basi bwana, mama yake akamwacha pale jamaa, akaingia ndani kupumzika, yeye akaenda kuongea na Olivia bwana. Basi bwana, mama anarudi zake huku sebuleni bwana, aliko mwache Olivia. Anamkuta Olivia bado kasimama vile hata hajakaa bwana. Unaona bwana, wao watoto wenye heshima bwana. Yaani kwa sababu hajaambiwa karibu, naye hajakaa wala nikasimama vile akiwa anamsubiri yule mama. Mama amefika na shangaa. "Wewe vipi, mbona bado umesimama Olivia? Kaa karibu." Akamwambia, "Mama, hamna shida, niko sawa, niko." Kaa mwanangu, kaa karibu. Jisikie uko nyumbani mwanangu. Kaa chini tuongee. Hebu kaa chini tuongee bwana." Akakaa chini pale, sasa akaanza kuzungumza bwana. Okay, baada ya mwanadada Olivia kukaribisha bana, akaanza mazungumzo na yule mama bwana. Mama akamuuliza, "Hebu niambie kidogo kuhusu wewe." Olivia akaanza kumwambia, "Bwana, mimi naitwa Olivia Martins. Mimi ni mwanafunzi wa chuo ambaye nilisimama almost mwaka mzima kwa ajili ya kukosa ada." Mama akasikitika sana. "Unasema unasomea nini huko chuoni?" Akamwambia, "Mimi nasoma kozi ya business administration mama." Akamwambia, "Okay, safi, vizuri sana. Okay, hata mwanangu naye pia amechukua degree yake ya kwanza business administration, lakini degree yake ya pili akachukua human resource." Olivia akamwambia, interesting. Yani hiyo ni nzuri sana mama, hiyo ni nzuri sana. Akamwambia, ndio hivyo, lakini na wewe usijali, mambo yataenda sawa tu. Vipi kuhusu babako na mamako?" Mtoto akamwambia, kwa bahati mbaya bwana, mimi sijapata nafasi ya kumjua baba yangu, lakini mama yangu yupo huko kijijini. Mimi huku nikuja kwa ajili ya tu masomo, lakini ndio hivyo, mambo ni magumu, inabidi nisimame chuo niangalie mambo mengine kwanza kufanya ili ni raise masuala ya ada, nirudi zangu chuoni mama. Akamwambia, "Basi sawa, haina shida mwanangu, haina shida, kila kitu kitakaa sawa." Basi bwana, mama Henry aliendelea kumshukuru sana Olivia, akamwambia, "Olivia, asante sana kwa kila kitu, lakini kingine nimefurahi sana ile asubuhi ulivyosimama na mimi mbele ya mwanangu. Yaani mwanangu alivyokuwa anaongea ile maneno yake ya kifedhuli yale, ulivyomkanya na akakubali kweli kuingia kwenye line. Yaani nimeshukuru sana. Asante kwa kusimama upande wangu. Tukiendelea hivi atakuwa sawa very soon." Olivia akashangaa, akamwambia, "Tukiendelea hivi na nani mama? Mimi hapa nimeshamaliza tayari mama yangu. Mimi nimeshawasaidia tayari, nimeshamsaidia tayari hapa mpaka hapa alipofikia. Inabidi." Akamwambia, "Hapana, usiongee hivyo. Mimi nina dili na wewe nataka tufanye." "Okay, sawa Olivia. Kabla ya ile dili ambayo nataka nikupe, tukubaliane mimi na wewe. Kwanza hebu nitajie jina lako la benki kwanza. Nataka niku appreciate kwa cheki ya Naila milioni 1 hapa kwa ajili ya kumsaidia mwanangu."
Mama, umesema shilingi ngapi? Naila milioni 1. Nataka nikushukuru kwa sababu umemsaidia sana mwanangu mpaka kuwa hapa. Mama jamani, hivi unachokiongea mama ni kweli ama nimesikia vibaya? Umesema Naila milioni 1? Kaambia Naila milioni 1 kwa ajili ya kumsaidia mwanangu. Aise, Olivia hiki kwake ni kiasi kikubwa sana cha pesa ambacho hajawahi kufikiria kama atashika kwenye mikono yake bwana. Lakini mama leo akamwambia mimi nakusaidia na nakupa hii asante kwa ajili ya kumsaidia mwanangu bwana. Olivia bwana akafurahi sana. Mungu wangu, asante sana Mungu wangu. Asante sana nakushukuru sana. Olivia akawa anaangalia ile cheki. Jamani, hii ni kweli mama, hii kweli anahesabu. Ni 6 kweli? Akamwambia hiyo ni milioni 1. Na kwa mama nikienda benki na hii cheki hii hela napewa. Hiyo ni ya kwako. Yaani ukienda benki hata sasa hivi ukiwapa hiyo cheki wanakupa hiyo pesa yako yote cash. 100% unaichukua hiyo hela yako. Mama, nashukuru sana mama, asante sana. Mwenyezi Mungu akujalie sana mama kwa hiki ulichokifanya. Na wewe pia Mungu akusaidie sana, akujalie sana kwa kumsaidia mwanangu. Nimefurahi sana kukutana na wewe Olivia. Lakini mbali na hili, na dili nyingine nataka tukae mimi na wewe tuzungumze. Basi sawa sasa, Olivia, kama nilivyokuambia kwamba nataka nikupe dili. Sasa na dili yenyewe ni hili hapa. Sikiliza. Kwa kuwa mwanangu bado anajua kwamba wewe ndio girlfriend wake. Na anakusikiliza wewe. Yaani ukiongea kitu wewe anakitiki kile kitu unachokiongea. Mimi nataka unisaidie jambo moja mwanangu. Nataka uendelee kuact kama girlfriend wake. Yani kuwa kama mpenzi wake yani. Lakini akishakaa sawa, wewe utaendelea na mambo yako. Alafu baada ya hapo mimi nitakupa Naila milioni 10. Mama unasemaje? Naila milioni 10? Naila milioni 10 yani kwa ajili ya kuact kama girlfriend wake? Akamwambia ndio, wakati kama girlfriend wake. Akamwambia lakini mama sasa hii kwangu mimi naona kama imekaa vibaya. Yani mimi ni act kama mpenzi wa mtu. Hivi inakuaje? Akamwambia yani una act. Akishakaa sawa tu, wewe unaweza kuendelea na maisha yako, wewe unaweza kuondoka zako. Mimi ninachotaka ni kwamba tumsaidie tu kijana apone, kwa sababu yeye anaamini kwamba yeye bado ni girlfriend wake na pia anakusikiza kile unachokiongea wewe. Kwa hiyo ni kwamba anakuheshimu. Kwa hiyo ukishakuwa hivyo tayari kila kitu naamini kitakaa sawa. Okay, Olivia, mimi nataka nikamwandalie mwanangu chakula bwana, kwa sababu mfanyakazi wangu bwana hayupo hapa, aliondoka muda fulani. Kwa hiyo vipi, utabaki hapa kwa mpaka lini na tutakula wote? Akamwambia hapana mama, kuna kitu muhimu sana ambacho natakiwa nikakimalizie kwanza nyumbani. Kwa hiyo inabidi niwahi niondoke. Ila mama, nashukuru sana mama. Na asante, usijali, nyanyuka, usijali, upasi kufanya hivyo. Hebu nipe namba, nipe simu yako. Mama kachukua simu ya Olivia, akaweka namba yake ya simu pale na nini. Alipomaliza pale akamrudishia Olivia. Akamwambia mama, nashukuru sana kwa kila kitu mama, asante kwa kila kitu ulichokifanya mama. Akamwambia naye nashukuru sana bwana kumsaidia mwanangu. Asante sana kwa kila kitu na wewe bwana. Yaani Mungu aliyetukutanisha na wewe, tunamshukuru sana muda wote bwana. Asante sana na fikiri ambalo nimekuambia. Sawa Olivia? Akamwambia sawa mama, ukifika nijulishe mwanangu. Sawa. Sawa mama, mimi naenda mama. Asante kwa kila kitu bwana. Olivia akatoka pale ndani bwana, akasepa zake nyumbani kwao bwana, akiwa na cheki yake ya Naila milioni 1 bwana. Anachekelea tu kama chizi kaona jalala jipya bwana. Okay, sawa. Bwana dada alivyotoka pale bwana na cheki yake mkononi bwana, beki ya kwanza bwana ni mpaka nyumbani kwao bwana. Amefika pale bwana, akamshika mkono dada yake bwana. Anambia dada, njoo haraka ndani, njoo nikwambie kitu kizuri sana dadangu, njoo. Wakaingia ndani, bafika ndani bwana. Olivia akamwambia dada yake, sikiza dada, nikwambie. Kwanza niahidi hutapiga kelele. Mimi sipigi kelele, mimi niambie kwani umenishikia nini mkono kunivuta kundani? Niahidi kwanza hutapiga kelele. Yaani niahidi kabisa. Maana watu watatuteka leo nakwambia. Leo tuna pesa mpaka basi. Basi kaambia wewe unaongea nini? Mbona mimi sikuelewi? Maana dada bwana akachomoa ile cheki akamwonyesha dada yake bwana. Kaambia asikiliza. Hii hapa ni Naila milioni 1 ni ya kwetu hii hapa. Dada akaanza kupiga kelele. Nimesha kuambia usipige kelele bwana, watu watatuteka. Dada, yani huwezi amini. Yani yule jamani nilimsaidia. Nimefika mpaka kwao. Nimefika kwao kule. Mamake bwana akaniambia ananipa Naila milioni 1 hii hapa kwa sababu ya kumsaidia tu mwanae. Yani kanipa hii kama shukrani. Wewe una uhakika kweli? Wewe hujaiba hii hela? Sasa mimi niibe nani aniandikie Naila? Cheki kabisa nimeibaje? Hii hapa ni ya kwetu kabisa, ni ya kwangu. Yani mama kanipa 100, asante. Alafu sasa kitu kingine dada, yani alichoniahidi ni kwamba, umesikia? Ameniahidi kwamba mimi ni act kama girlfriend wa mwanae kwa sababu mwanae anajua mimi ni girlfriend wake. Okay. Sasa dada, mbali na hiyo dili na hiyo falio nipa sasa hivi, lakini kuna dili nyingine kanipa. Tena dili nono sana. Otea ni shilingi ngapi hiyo dili yake dada? Dada yake akanamwambia, ni hiyo itakuwa 500,000. Itakuwa otea labda milioni 1. Sasa ni ngapi hizo? Akamwambia wewe dada acha. Hili dili ni la shilingi milioni 10 Naila milioni 10. Yaani hilo dili likishakamilisha tu ananipa Naila milioni 10. Jamani kweli Mungu katuona ise. Yaani Mungu katuona mdogo wangu. Hasa dili yenyewe dili gani? Akamwambia yani kwa sababu mwanae ananitambua mimi kama girlfriend wake. Yaani yule mwanae amepoteza kumbukumbu zote. Kwa hiyo anatambua kwamba mimi ni girlfriend wake. Kwa hiyo sasa natakiwa niendelee ku act kama girlfriend wake. Yaani ni act kama niendelee kuwa tu kama mpenzi wake, lakini sio. Lakini hiyo dili mbona hela nyingi sana hivyo? Kuna nyingine nyuma hapo. Akamwambia hapana, mimi mwenyewe nimemuuliza pia mamake, lakini mamake kaniambia yani ni hivyo tu kwamba mimi ni act tu kama girlfriend wake. Na mwanae akisha kumbuka mambo yake mwenyewe, basi mimi naondoka zangu. Lakini dada mimi naogopa. Akamwambia usiniuzi, usiogope. Umeona? Yaani wewe akishakumbuka tu mambo yake utaondoka zako. Na usipoondoka kwa miguu yako mimi nakufuata mwenyewe. Tunaondoka. Hapo tushakuelewa tu tayari.
Yaani usiwe na wasiwasi kabisa. Akamwambia okay sawa dada, lakini nakuomba nikuachie hela. Hela sasa kale kaduka ketu ambako tulikafunga kale kwa sababu ya kukosa hela. Sasa hivi hela tumeipata hii hapa. Kidogo hapa nachukua naenda kulipa shule ada, alafu nyingine tunawekeza kwenye duka letu. Tunafungua kile duka chetu dada yangu. Si ndio? Akamwambia sawa mdogo wangu, hamna shida. Dada naomba hela usiipoteze. Akamwambia hamna. Uniamini kwani uniamini? Hamna dada, nakuamini, nimekukumbusha tu kwamba tuna maisha magumu sana. Hii hela inabidi tupitishe sehemu fulani dada yangu. Sawa? Sasa basi akamkabidhi dada yake ile cheki bwana, akamwambia kachukue hela hiyo ili tufungue duka letu lile na mimi nikalipe kiasi fulani cha ada ili niendelee na chuo kama kawaida bwana. Okay. Bwana dada Olivia bwana katoka kwa bwana akaenda moja kwa moja mpaka kwa kina Henry bwana kule nyumbani bwana ambako katoa madili bwana. Amefika kule bwana kukuta mama bwana anaendelea na shughuli zake kama kawaida bwana. Mama anaendelea na shughuli zake bwana, anasikia mlango unagongwa, baada kufungua anakutana na mwanadada Olivia bwana. Karibu sana mwanangu, karibu sana mwanangu. Mama nashukuru sana, asante mama. Mama nimeshakuja tayari. Karibu sana mwanangu, jisikie uko nyumbani. Vipi uko nyumbani, hawajambo? Mama hawajambo kabisa mama. Niambie mwanangu. Mama mimi nataka tu nikushukuru sana kwa kila kitu mamangu. Kwa nini mwanangu? Naambia bwana kumbe zile hela ni kweli nimechukua. Nimechukua zile hela nimezipata. Kwa hiyo wewe mwanangu ulikuwa unajua ni uongo ama ni fake? Ili sio fake, ilikuwa ni kweli. Mama nashukuru sana mama, hela nimezipata. Asante sana mama, Mungu akubariki sana. Au usijali mwanangu, nawe una karibu sana, alafu pia nawe nashukuru sana kwa kile ulichokifanya kwa ajili ya mwanangu. Wewe usijali, sisi tayari ni familia. Okay sawa basi, ngoja mimi nimuone Henry yuko, anijue kwamba anaendeleaje mamangu. Kabisa sawa, ina shida, mimi naendelea kupika hapa namalizia. Weka muone mwenzako bwana. Na dada bwana akapanda ngazi, aenda kumuona mshikaji. Henry bwana anatoka zake chumbani bwana, maana dada yupo maeneo yale, kumbe amejibanza kwenye ukuta hapa bwana. Wengi anatokea bwana, anashangaa tu mtu anamtisha. Eli akaujua vipi? Akamwambia yenda kutishia lakini hata uogopi. Akamwambia sasa ndio utatishia hivyo, mimi nitaogopa? Mimi nikajua bwana utaogopa. Okay anyway, vipi lakini rafiki yangu unaendeleaje? Akamwambia mimi niko safi kabisa mpenzi, mambo yanaendaje? Mimi bwana niko safi kabisa bwana, unaendeleaje? Vipi hali yako? Akamwambia so far so good. Yani kidogo siko sawa sana kwa sababu unajua na wakati mgumu sana yani. Unajua I feel lost. Yani nimepotea. Yani ni kama nimepotea kwa sababu sikumbuki chochote, sikumbuki marafiki zangu ambao nilikuwa na hang out nao, sikumbuki chochote kile kwenye maisha yangu. Yani kama nimezaliwa upya. Kwa hiyo unaona namna nilivyokuwa na stress. Yani bado siko sawa kabisa. Lakini sasa hata kama ukiwa hivyo ndio isaidii chochote. Inabidi ukumbuke mambo kidogo kidogo. Kila kitu kitakaa sawa. Akamwambia ndio sasa wewe si girlfriend wangu wewe. Kama ni girlfriend wangu na maana utakuwa unajua vitu vingi sana kuhusu mimi. Utakuwa unajua marafiki zangu, utakuwa unajua kila kitu ambacho nakipenda, si ndio? Olivia akastuka. Ni kweli mimi najua mambo mengi, lakini tufuate ushauri wa daktari kwa sababu daktari amesemaje? Wewe ukumbuke vitu mwenyewe kidogo kidogo. Nikiforce sana kukueleza mambo mengi sasa hivi kwa wakati mmoja, hicho kitu chako kitabasti hicho. Utapata tatizo kwenye ubongo. Sasa kitu hicho kitakiwi, inabidi hizi kumbukumbu zije kidogo kidogo. Maana dada na msound mshikaji bwana, kumbe hajui chochote kuhusu jamaa bwana. Ila sasa mwamba yeye anaelewa kwamba huyu ni girlfriend wake, atakuwa anajua mambo mengi sana kuhusiana na marafiki zake na nini. Kumbe ni uongo tu bwana. Huyu mwanadada hajui chochote, yeye hapa amekuwa hired tu bwana. Huyu bwana amenunuliwa ili amsaidie ujamaa kulikava, ili arudi kwenye hali yake ya kawaida bwana. Lakini ni kwamba hajui historia yote ya huyu mwamba bwana. Oya, Olivia alivyoona mambo vile bana, akaona mkatishe mshikaji bwana. Akamwambia sasa sikiliza, twende tu bwana tukale kwanza. Mama tayari kashavisha chakula tayari huko bwana. Twende tukale kwanza. Jamaa akamwambia twende kwanza tukula, wewe unaongelea masuala ya kula bwana. Hebu twende kwanza tukae hapa kwanza. Mimi sijisikii kula sasa hivi, bado sina njaa. Una njaa bwana, twende mama kashapika chakula bwana. Wewe lakini ile akamwambia kwa nini lakini wewe kila siku ni mtu wa kunicontrol tu, yani ni mtu wa kupandisha tu sauti wewe nikusikize wewe. Tukamwambia hapana. Twende bwana. Hebu amka twende bwana, amka. Subiri basi, amka twende bwana tukale kwanza. Hebu twende kwanza. Mama anatuita tukale bwana chakula kwanza. Bwana mshikaji bwana, ikabidi control anania kubali tu kunyanyuka pale ili ende bwana kula kama alivyotaka mwanadada Olivia, kwa sababu jamaa anamsikiliza sana mwanadada, yani anamsikiliza sana kwa sababu yeye kwenye akili yake anajua ni girlfriend wake bwana. Kumbe mwanadada bwana yeye kakodiwa tu hapa, analipwa pesa hapo, ipo kazini ili amsaidie jamaa kulikava bwana, kulisha mawazo yake sawa bwana. Okay, wapo mezani bwana, anapata msosi pale bwana, lakini maswali magumu kwenda kwa Olivia hajaisha kutoka kwa Henry bwana. Henry akamchomekea swali Olivia bwana, akamuuliza vipi Olivia, hivi unaweza kuniambia nini nakipenda, yani favorite things vyangu ni kitu gani, kitu gani ambacho mimi nakipenda napendelea sana. Olivia na mamake yeye bwana akaangaliana akasema sasa huu ni moto sasa huu. Olivia akamjibu tu kisiasa, akamwambia sikiliza bwana, huu sio wakati mzuri wa kwanza kuzungumzia hayo mambo. Mshikaji kamuuliza sasa wakati mzuri ni upi sasa? Maana kila ninavyoongea nawe unaniambia sio wakati mzuri, sio wakati mzuri. Wewe unahisi wakati mzuri ni upi? Akamwambia wakati mzuri ni ule wakati ambao hatuli. Sasa mimi nakula, naweza nikapaliwa hapa au ukapaliwa, sio kitu kizuri tukiwa tunakula tunaongea. Kwanza chakula kinakuwa hakina baraka bwana. Hapa tukae kimya tuendelee kula kwanza. Jamaa akamwambia kwa nini maana unaona kama maisha yangu yanakuboa? Yanaboa. Mamake akamwambia hapana mwanangu, wewe maisha yako hayaboi, ila unalikava. Wewe focus kwenye kulikava kwanza, wala maisha yako hayamboi yoyote. Hii ni pati tu ya maisha na ni mitihani tu unapitia mwanangu. Utakaa sawa baba, sawa? Hebu tuendeleeni kula bwana. Watu wakaendelea kula na chakula pale bwana. Wawili wao bwana wakiwa wanaendelea na stories hapa na pale bwana. Basi bwana mwanadada akamwambia Henry, hii sehemu ya hapa hii ya nyumba yenu bwana, mimi naipenda sana hii view bwana. Henry akamwambia unapenda sana hii view ya hapa? Akamwambia sana, yani naipenda sana. Henry akamwambia okay, sawa basi vizuri sana bwana. By the way,
naomba nikuulize jambo moja Olivia. Hivi hebu niambie kuhusu wewe. Maana wewe mwenyewe girlfriend wangu lakini nimesahau kila kitu kuhusu wewe. Hivi wewe ni nani na unatokea wapi? Hebu nielekeze vizuri basi. Olivia akamwambia, mimi najua umesahau lakini tunarudi pale pale kuambia tu kwamba daktari akasema kila kitu kumbuke mwenyewe taratibu. Wewe tu kwamba mimi ni Olivia, alafu mimi ndo mtu wako. Mimi ndo girlfriend wako. Wewe tulia. Sasa mimi sinataka tu kujua lakini Olivia, nini unapenda zaidi wewe? Akamwambia mimi napenda chakula. Inaitwa yam. Sasa chakula mbona naona kama ni kigumu sana mtu kukipenda. Chakula gani? Nikamwambia mimi sasa hicho ndo nakipenda sana. Yani hicho ndo chakula changu mimi ninachokipenda. Umenielewa? Okay, sawa. Basi sikiza, nakuomba nikuombe jambo moja tu leo. Naomba tu spend night usiku huu leo. Yani tulale wote leo. Olivia akastuka. Tulale wote? Tulale wote kivi tulale wote? Unataka tulale wote? Kwanza naona kama hebu subiri kwanza, subiri. Olivia akatoka pale mkuku. Sasa wewe Olivia, sina kuita, subiri basi. Olivia bwana akatoka pale kakasirika kwanza. Huyu jamaa anataka mimi naye tulale. Tukae wote usiku kucha. Utakuwa na usalama kweli? Na kati mimi sio mtu wangu. Kakasirika kaondoka pale bwana. Nafika chini kule bwana. Akanafikiria kwamba hapa kuna kitu tayari hakiko sawa bwana. Baba yeye akatoka huko. Vipi mwanangu? Mbona umetoka huko ghafla? Kuna shida gani? Nini kimetokea? Akamwambia wewe bwana mama, mimi kazi yako naona ni ngumu sana mama. Yaani mimi naona kama sasa hapo unaniingiza tu kwenye matatizo yani. Sasa mtu mimi sio boyfriend wangu. Leo ananiomba mimi tulale wote. Sasa hapa inakuaje sasa? Ananiomba mimi tulale wote. Yaani wewe umemwelewa tu vibaya. Yeye anataka mspendi tu usiku mwe wote. Sio kwamba labda amfanye chochote, hapana. Hakumbuki chochote yule. Hivi mwanangu akumbuki chochote, anakumbuka kukushika. Kufanya chochote hawezi. Yeye anachotaka tu mwe wote usiku huu. Akamwambia, mama unasema tu lakini si kwangu mimi si hatari. Nishaona kabisa kwamba usalama hamna. Mimi nilale naye nikae naye usiku kucha usinifanye chochote. Hawezi kukufanya chochote mwanangu. Wewe ndio umefikiria vibaya lakini yeye hana wazo hilo kabisa. Kwa sababu ameshasahau hayo mambo kabisa yani. Yeye kama kasahau kuhusu girlfriend wake atasahau kukugusa, atakugusaje wakati ya kukumbuka. Wewe tulia mwanangu, relax ili jambo liende sawa. Kikubwa hapa ninachotakiwa kufanya ni kufanya tu mtu apone bwana. Akipata nafuu mbona utaendelea na mambo yako kama kawaida mwanangu. Sawa mwanangu. Akamwambia sawa mama, lakini yani naona ni usijali mwanangu, usijali. Mwamba sasa namkazia mtoto wa kike kiume bwana. Wewe si mpenzi wangu bwana. Sasa sikiliza bwana. Mimi leo kuna jambo nataka tufanye bwana. Mimi sikuelewi kabisa unajua. Sasa jambo gani tena unataka kulielewa? Yani mimi mwanadada anajitahidi sana kumkwepa mshikaji, ni kwamba kila mitego anamwekea lakini mwanadada anaikwepa yani. Unaona? Nikamwambia sikiliza bwana. Wewe si mpenzi wangu. Hebu sogea hapa kwanza nikumbatie ile nikukisi vile. Hapana, kwanza usifanye mama yake na Henry anatokea bwana. Hapo vipi hapo? Sisi tuko safi tu mama, hapa ni kama tunacheza, tuna mwenzangu hapa. Mama hakuna shida. Okay sawa, mimi sasa natoka kidogo naenda sokoni. Sawa? Kama kuna kitu chochote unahitaji? Akamwambia hapana, sisi tuko sawa tu, hamna chochote ninachohitaji. Okay sawa, haina shida. Basi sawa. Bwana mama bwana akaondoka bwana, akamwacha hapa Olivia na mwanae Henry bwana. Wakiwa wanaendelea na stori zao bwana. Mshikaji akamwambia udada, sikiza nikwambie. Unajua wewe kama kuna kitu fulani kinaendelea kati ya wewe na mama, lakini nashindwa kuelewa sana kwamba mnamaanisha nini yani. Na mpaka sasa hivi sijaelewa kabisa yani. Mwanadada akamwambia hamna kitu chochote kinachoendelea. Kitu kinachotakiwa ni kwanza ni kufocus kwanza na akili yako. Kwanza ukae sawa. Jamaa akamuuliza kwani ni focus na akili yangu kivipi? Kwani mimi ni chizi? Mimi unasema naumwa, mimi niko kitandani hapa. Mnanichukuliaje yani wewe na mama? Maana siwaelewi kabisa. Siwaelewi kabisa nini mnavyonichukulia. Ni wewe yani mimi unanikwepa. Wewe ni girlfriend wangu lakini kila kitu ninachotaka kwako unanikwepa. Nimekuambia tu wale wote umeanzisha debate. Nimekuambia sogea kunikukumbatia unanikwepa. Mimi sijakuelewa unajua. Hivi mna nini kinaendelea wewe na mama? Hebu basi niweke wazi. Nikamwambia wewe usijali. Focus kwanza upone. Sisi tunataka tukusaidie upone kwanza ukae sawa. Alafu mambo mengine yote yatakuja tu mbele mpenzi wangu. Sawa? Amshikaje akamwambia sawa bwana haina shida. Lakini kinyonge ile kwa sababu mtoto wa kiume kashakaza tayari bwana, na sio girlfriend wangu gani huyu ambaye hataki tushare chochote mimi na yeye bwana. Kila ninajaribu kumsogeza karibu, yeye ananikwepa tu kiaina yani. Mimi nashindwa kumuelewa kabisa, lakini hapa lazima kuna jambo fulani bwana. Henry kashaanza kustuka bwana. Basi bwana leo mwana mama bwana amekaa zake sebleni hapa anapitia bwana document mbalimbali za mume wake bwana. Ghafla anashangaa mlango unagongwa. Kwenda kufungua mlango bwana. Kumbe ni mwanadada Olivia bwana. Anambia kumbe mwanangu mimi huyo. Anambia ni nini hapa mama? Nikajua labda ulilala hapa. Akamwambia mama nilala hapa mbona? Nilala hapa sema nimetoka tu mara moja, kuna hizi bikes nimeenda kununua mara moja hapo barabarani. Bikes gani hizo? Zinaitwa Akales hapa, hizi banzi fulani ambazo ni nzuri sana, mimi nilikuwa nazila sana. Akamwambia hizi ni nzuri nazijua mwanangu, hizi ni nzuri sana nazijua mwanangu. Asante sana. Sasa mama basi vipi unafanyaje kwani mama? Nakuona uko busy sana asubuhi. Akamwambia niko busy bwana, asubuhi hapa naangalia documents za mume wangu mbalimbali. Kitu ambacho haitakiwa afanye hizi mwanangu. Yaani mwanangu anatakiwa angalie huu urithi wa babake. Yaani ni father ni legacy ya babake. Inatakiwa yeye ndo aangalie sana ya mambo. Lakini sasa hayuko serious na haya mambo kabisa. Yaani yuko serious na mambo yake tu. Mama, basi pole sana mama, lakini naamini atarudi kwenye mstari na atakuwa serious na haya mambo mama. Wala usiwe na wasiwasi, kila kitu kina wakati wake. Mwanangu acha. Yaani natamani kweli siku moja iwe hivyo. Akamwambia mama usijali. Sawa, mimi ngoja niende basi nikamuone mara moja huko juu. Akamwambia sawa, haina shida mwanangu. Basi bwana, mwanadada akaelekea mpaka kwa nani? Kwa Henry bwana, chumbani kwake. Anafika kwa Henry bwana, anamkuta Henry bwana anajifanya kama kalala fulani bwana, kanifunika na mto bwana, gubi anajifanya kalala bwana. Kumbe anamtega tu mtu wa kike bwana. Mtu wa kike anasogea pale bwana, anashangaa mtu anamkumbatia bwana. Nakwambia please, tunaweza tukakaa hivi kama dakika 5 hivi.
bwana niachie wala tukae tu hata dakika 5 tu mpenzi, hata dakika 5 tu tukae kidogo hivi. Akamwambia okay sawa, haina shida, nenda kusikiza unasemaje. Nashangaa mbona moyo wako unaenda mbio sana. Akamwambia hamna, mbona niko relax, hebu relax kwanza. Okay Henry sana, naomba nikuulize swali. Niulize. Hivi kwa nini unataka kuendelea na majukumu ya babako ambayo ameacha hapa nyumbani? Unamwacha mamako yeye ndo anaendelea naye. Wewe ni kama ndio mtoto wa kiume. Akamwambia okay sawa, nakuelewa. Na umeanza tena kuleta kesi zako tena. Mbona hili nalo umelipata? Akamwambia sio nimelipata, mimi nakuuliza. Hebu nijibu swali langu kama nilivyokuuliza. Okay sawa, na mimi ngoja nikuulize swali kabla sijakujibu. Hivi nikiendelea na huo urithi alioacha baba kufuatilia mambo yake, ndio nitamrudisha awe hai? Asa kumbe wakati mwanadada anamuuliza ile maswali Henry, yule mama yake na yule kijana bwana alikuwa pale mlangoni anamsikiliza bwana. Yule mama alivyosikia mwanae anajibu yale majibu kwa uchungu vile mwanangu, yule mama akaanza kulia bwana. Akajisikia vibaya sana bwana namna mtoto wake alivyojibu yale maswali kwamba bwana hata mimi nikiendelea na haya mambo, kwani babangu ndo nitamrudisha awe anaishi? Huyu mama yeye yani kitu ambacho anakitamani siku zote ya maisha yake ni kwamba mwanae avae viatu vya baba yake. Yani afuate documents zake zile azifuatilie, angalie ofisi zinaendaje, kwa sababu mzee inaonekana alikuwa na makampuni, ana pesa sana, yani kaacha miradi mingi sana ambayo inatakiwa bwana asimamie. Lakini mtoto mwenyewe kichwa maji alikuwa elewi, yani pombe na anawake tu mwanangu. Yani ndio hivyo inavyokuwa sana watoto wao kitajiri bwana, yani wanakuwa nalewa kama mayai, mwisho wa siku wanakuja kuwa wanazingua familia zao bwana. Basi bwana Mwamba akaendelea kumuelezea Olivia bwana, akamwambia sikiza nikwambie, yule wewe hujui tu kwa nini mimi sitaki take over mambo ya baba, yani sitaki kuvaa viatu vyake. Unajua ili nivae viatu vyake ni lazima nikubali kwamba Faza amekufa, yani unajua hilo. Olivia akamwambia ndio, kwa discussion moyo wangu umekuwa mgumu sana mimi kukubali kwamba mzee amefariki, unajua. Kwa hiyo nikichukua mambo yake niyafanye mimi naona kama ni yani nakubali moja kwa moja kwamba mzee wangu mimi amefariki bwana. Unaona? Olivia akamwambia lakini hamna kitu ambacho kitabadilisha hilo jambo. Babako ni kweli alishafariki tayari. Na njia pekee ya kumfanya wewe proud na wewe ni kufanya mambo yake ambayo alikuwa anayafanya. Najua kabisa yes, hapa nimeacha kijana ambaye anaendeleza mambo yangu. Sasa wewe rafiki yangu unaendelea tena kufikiria kwamba baba sio amekufa. Baba amekufa kweli ndio, lakini hebu mfanye huyu mzazi wako aliyebaki awe proud na wewe. Mamako anakaa na kuanzia wewe tu kwamba anatamani ufanye mambo ambayo ulikuwa unafanya babako. Na wakati wewe ni mwanaume umeshakuwa mtu mzima kabisa hapa. Wewe vazi la kiutu uzima. Vaa vazi la kiutu uzima uonekane kwamba ni mtu mzima umeshakuwa sasa. Acha kufikiria mambo ya kitoto bwana. Mshikaji akamwambia, yani kweli lakini umeongea lakini yani sasa hicho kitabadilisha. Akamwambia yani inakuambia kitabadilisha kitu kwa sababu mamako atafurahi. Na hata babako kwa aliko mbinguni nako atasmile pia kwa kile ambacho utaendelea kukifanya wewe kwa ajili yake. Yani ufanye kwa ajili yako, unafanya kwa ajili yake yeye babako. Umeelewa hapo? Basi mama akamwambia basi haina shida, mimi nitalifikiria. Mwanadada akamuuliza una promise? Akamwambia na kupromise na kuahidi mimi nitalifikiria hilo jambo. Lifikirie bwana afu lifanyie kazi. Okay, sawa bwana. Mwanadada bwana anatoka chumbani kwa Henry kule bwana, anatoka zake huko na kasemeni bwana, anashangaa yule mama bwana anamkumbatia kwa furaha sana huko, yani akiwa analia, lakini ni kilio fulani ambacho ni cha furaha bwana. Anamwambia bwana nashukuru sana mwanangu kwa hiki unachokifanya kwa ajili yangu. Sasa unashangaa bwana mama ananikumbatia kwa nini? Akamwambia asante sana bwana kwa kile ulichokifanya cho. Yani kitu ninachoendelea kufanya kwenye maisha yangu. Kumbe bwana wakati yule mama ana yule Olivia anaongea story zote zile na mshikaji kule ndani, mama alikuwa pale mlangoni bwana anamsikia kila kitu alichokuwa anamshauri jamaa bwana. Kwa mama ile story ilimtouch sana, ilimfurahisha. Kama tunavyojua bwana mapenzi yanashinda kila kitu bwana. Yani mapenzi yanashinda kila kitu kabisa bwana. Mwamba bwana maneno ya Olivia yamemchoma, yamemjia akilini vizuri sana bwana. Sasa hapa leo mama yake bwana amekaa zake sebeni hapa, ametulia zake anafanya mambo yake hapa bwana. Anashangaa mwanae anatoka bwana amepiga suti hatari sana ndani, amependeza kinoma bwana. Mwanangu jamani, mbona mwanangu umependeza hivyo? Surprise ya asubuhi mwanangu. Unaenda wapi tena? Mama mimi bwana leo naenda kazini. Kazini? Nenda ofisini. Ofisini. Mimi naenda ofisini mama. Jamani. Sasa mwanangu naenda ofisini. Mama mimi nimeamua sasa kuanza kazi. Nataka niende. Sasa mwanangu itakuwaje kwa sababu leo tu siku ya kwanza hii huwezi kukaa kwenye position ya babako. Akamwambia mama mimi nitajitolea kwanza kwa miezi 6. Mr. Bray atanielekeza kila kitu kwanza, nielewe kwamba mambo ya ofisi yanaendaje pale, alafu ndo nitatake over baadaye. Lakini sasa hivi nataka kwanza niende nika-intern kwanza kwa miezi 6 kwanza nijue mambo ya ofisi yanaendaje. Jamani mwanangu, yani I'm proud of you mwanangu. Yani mwanangu mimi nimefurahi sana kuona umebadilisha mawazo yako haraka namna hiyo mwanangu. Wewe mwanangu Mungu akuweke mwanangu. Yani umefanana na mume wangu kama vile akiendaga kazini mwanangu. Jamani umenikumbusha mbali wewe mtoto. Usijali mamangu, usijali. Mimi nataka proud na mimi sasa hivi. Yani nimerudi sasa kuwa mimi Henry ambaye unanihitaji mamangu. Kwa hiyo ni siku ya kwanza leo naomba niwahi niondoke zangu kazini ili nisije nikachelewa mama. Siku yangu ya kwanza. Bwana Mwamba baada ya kuondoka tu pale bwana, akampigia simu Olivia bwana. Olivia, na good news. Yani habari nzuri sana bwana kumhusu Henry bwana. Akamwambia mama nini? Akamwambia yani hapa na furaha sana bwana. Leo bwana Henry ametoka pale anasema naenda kazini. Yani nimefurahi sana mwanangu. Uje tufurahie huu ushindi wote. Maana huu ni ushindi wetu mwanangu. Nimefurahi sana. Olivia akamwambia mama ina shida, mimi nitakuja hapo mama. Mimi pia nimefurahi kama kanielewa nilichomwambia mama. Yani mama ana furaha ile mbaya yani. Kumuona mwanae anachukua legacy ya baba yake bwana. Baada ya mwanadada kupewa zile news bwana na mama yake Henry bwana, kwa bwana mshikaji bwana akaenda kazini leo bwana, kaanza kazi bwana.
Mwanadada bwana kavaa sasa viatu vya girlfriend ile nginganga, yani bwana moja kwa moja mpaka kwa mshikaji bwana. Amefika akamsubiria jamaa yake chumbani bwana. Mwamba bwana anarudi kutoka kazini, anapokelewa kwa shangwe sana bwana na mwanadada Olivia bwana. Karibu sana mpenzi wangu, karibu sana bwana. Bwana asante sana. Haya vipi, umepataje taarifa kwa mimi nimetoka kazini? Akamwambia bwana nimepata taarifa na mama. Akamwambia sasa hivi kwa taarifa ndo zina fly namna hiyo, si ndio? Taarifa zinafika hivi haraka haraka kwako namna hiyo. Akamwambia ndio hivyo. Mamangu kanipigia simu kaniambia kwa umetoka leo umeenda kazini bwana. Maana kaona hapa nije nikupokee mwenyewe bwana. Basi bwana nimefurahi. Okay. Jamaa nataka kuvua, ngoja nikusaidie. Mwanadada akawa anavaa viatu vya girlfriend vizuri sana bwana, akamsaidia jamaa kumvua koti na nini pale. Oh yeah, leo mamake na Heli bwana akakutana na balala town bwana. Yaani bwana yule girlfriend na Heli bwana yule ambaye alikuwa naye kipindi kile kabla hajapata ajali bwana. Leo sasa ndo amekumbuka kuja nyumbani sasa, maana amempigia simu mshikaji wake muda mrefu ampati wala hana taarifa yote kuhusu yeye bwana. Anafika hapa anamkuta mamake. Mamake, wewe unaenda wapi? Unaenda kamzuia. Akamwambia, wewe mama sikiliza, tena usiniguse. Ukinigusa tena mama, nitakusababishia matatizo makubwa sana kwenye maisha yako. Naomba usiniguse. Mimi nimekuja hapa kumuona mume wangu. Mume wako yupi? Mwanangu mimi namuita mume wako kwa lipi? Hamna engagement, hamna chochote ulichokifanya. Hajakuvisha, hajafanya chochote kuhusu wewe. Leo unasema ni mume wako. Hivi nyinyi watoto wa siku hizi mkoje nyinyi? Sio ukoje. Mimi nishakwambia huyu ni mume wangu na nimekuja kumuona hapa. Wiki 3 nzima nampigia simu zangu ajibu, namtumia message, hamna chochote kinachoendelea. Alafu sasa hivi nazuia nini? Niache mimi nimekuja kumuona mume wangu. Na Henry akaendelea kumtoa tu wasiwasi. Olivia akamwambia usijali bwana. Ama note anaongea hapo tu siasikilize bwana. Hamna chochote kilichoendelea kwa huyo hapa. Yaani hamna ndoa, hamna nini wala nini. Kwa hiyo mwanangu siwe na wasiwasi, nisikilize mimi tu mama yako. Sawa? Anamwambia Olivia bwana. Olivia akastuka kama dada akaforce bwana. Hajataka kuelewa maneno yote ya yule mama bwana. Akaforce anataka kwenda kumuona mpenzi wake. Buka Henry anamwambia wewe subiri. Kwani wewe ni nani kwani? Mimi ni nani? Bwana mpenzi wake mwenyewe anayemkimbilia hata hamjui, kashamsahau. Yaani nakupigia simu zangu upokei, nakutumia message zangu ujibu. Alafu sasa hivi na wewe hapo unaanza kuniuliza mimi ni nani? Ndio maana umenisahau mimi ni nani wako? Kweli Henry uko serious? Akamwambia hapana, mimi sio kwamba kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba mimi kweli sikufahamu wewe ni nani. Sasa usianze kuongea sana, wewe sema wewe ni nani, jitambulishe. Mimi sina naye mjua sasa hivi kwenye maisha yangu. Ni maisha yangu imeanza upya kabisa. Wewe niambie ni nani? Ghafla mamake anasogea pale bwana na Olivia. Mama, kwa nini kinaendelea? Akamwambia mwanangu, wala usijali. Kila kitu kitakaa sawa na kila kitu tutaelewa nini kinaendelea. Ila usimsikize huyo mpumbavu anachokiongea. Hapana mama, niambieni, huyu ni nani kwani anayesema hivi? Si Henry akaendelea kumwambia mamake, yaani mama mimi bado nachanganyikiwa sana kwa kweli. Sielewi nini kinaendelea yani. Yaani mwanangu mimi ndo nakuambia hivi kwamba huyu unayemuona hapo mbele yako huyo Olivia, huyu ndo girlfriend wako. Achana na huyu mpumbavu ambaye anakusumbua. Mama unaniita mimi mpumbavu? Unaita mimi mpumbavu? Basi zogo likaanza pale mwanangu. Mimi sio mpumbavu. Mpumbavu ni wewe mwenyewe, na nakwambia hivi, huyu mwanangu akija kujua ukweli utajutia. Ukweli gani zaidi ya huo unamwambia mimi kama mamake ni mzaa? Nishamwambia tayari kwamba huyu hapa anayemuona hapo mbele yake ndo girlfriend wake. Wewe sio, na si hatukujui. Uondoke hapa ndani. Bwana Eli bwana akanyanyuka paka. Hebu niachie. Baby, hebu niachie mimi niondoke zangu bwana. Inabidi Henry bwana akanyanyuka pale, akawaachia kikao wanawake waendelee kuzozana pale, maana anaona kama wanamchanganya tu akili yake. Haelewi chochote kinachoendelea yani. Haelewi girlfriend wake wa kweli ni yupi. Ila yeye sasa anaona kama anamchanganya tu akili yake bwana. Akaamua hebu niachieni bwana, mimi niondoke zangu kapumzike. Yani akaondoka zake bwana. Mwanadada amegoma kabisa kutoka pale. Kaambia yule mama, mimi hapa sitoki na nitakaa hapa. Mama kaambia sasa tutaona kama utakaa hapa kwenye hii nyumba tukuone sasa kama wewe ni nani. Olivia bwana akaenda chemba bwana. Akaanza kumlaumu mama bwana. Wewe mama vipi bwana? Mbona mimi sikuelewi, unaenda kinyume na makubaliano yetu. Inakuwa unaniita mimi girlfriend wa mwanao mbele ya yule mchumba wake, na kati unajua kabisa yule ana mchumba wake. Ina maana yake nini? Kwa nini unanifanyia hivyo mama? Mbona tujielewana nayo yote? Mimi siwezi kuendelea tena na hili dili. Akamwambia sikiliza nikwambie kitu mwanangu. Yaani ni bora tumwache kama nakumbuke mwenyewe. Lakini hatuwezi kumwacha kwa yule mpumbavu yule mwanamke. Yule mwanamke ndo anamshawishi mambo mengi sana mabaya huyu mwanangu. Yani ndo anamfanya mwanangu aonekane kama hana akili yani, anampeleka kwenye mastari tu ya ajabu yani, anamfanya mwanangu anakuwa hana akili yani. Unaona mimi bora yani akumbuke ya mambo mwenyewe kuliko mimi kumwacha kwa yule mpumbavu. Lakini mama sasa mimi unifanyie fair. Unifanyie fair. Ina maana akija kujua kweli mimi atanichukia. Hata akikuchukia si utakuwa tayari ushaondoka zako. Sasa hapana mama, mimi unifanyie fair bwana. Mimi mtu atanichukia yani. Na mimi kitu ambacho sikipendi ni hicho. Mtu anichukie bila sababu, mimi sipendi mama. Hiki ndio unasababisha wewe. Akamwambia sikiza nikwambie mwanangu. Dili linaendelea na kuongeza tena milioni 10. Naira milioni 10. Na kuongeza tena naira milioni 10. Ilimradi tu isili endelee hivi alafu tuendelee kumfanya akuamini kwamba ni girlfriend wake. Sawa? Yaani usiwe na wasiwasi kabisa. Lakini mama mimi sielewi kwa kweli. Mama unanitafutia matatizo. Akamwambia hapana. Mimi sikutafutia matatizo, lakini mimi ninachotaaka unisaidie. Hata kikuchukia wewe baadaye utaondoka zako na bilioni 20. Vipi kuhusu dili unaionaje? Mwanadada Olivia baadaye utajua hela bwana. Ikabidi tu awe mpole bwana. Okay, ni asubuhi bwana. Mwamba anaenda zake kazini bwana. Anashuka zake kwenye ngazi pale, anafika sebeni bwana. Anakuta mamake anamwambia mwanangu karibu sana, breakfast iko tayari. Kaa hapo unywe chai kwanza mwanangu ndio uende kazini. Mshikaji akamwambia mamake hapana, niko safi. Kuna kazi natakiwa nikamalizie mama, naondoka. Akamwambia mwanangu, lakini ni siku kadhaa sasa hivi hatuongei mimi na wewe mwanangu. Unanipuuza tu. Kwa nini? Kuna shida gani mwanangu? Mbona unanifanyia hivyo? Akamwambia mama, hamna tatizo. Samahani, nisamee tu mwanangu. Mama, naomba msamaha kwa lipi? Kwa kunidanganya kuhusu mchumba wangu au kunidanganya kuhusu Olivia?
Akamwambia hapana mwanangu, mimi sijakudanganya kuhusu information, ila daktari ndo amesema kwamba kila kitu kinakuja kidogo kidogo, yani ukumbuke ya mambo kidogo kidogo, si tusikwambie tu hizi. Okay, kwa maana yake kwamba amenidanganya, si ndio? Akamwambia hapana, hatakuwa na maana hiyo, lakini kwamba daktari akasema inatakiwa upone, yani ulikave mwenyewe mambo haya uyakumbuke mwenyewe taratibu, si tusikwambie information. Ndio maana nikawa nakwambia mambo, lakini hamna mama, ilipaswa tu niambie, kwa sababu mimi tayari nishaanza kupona na nataka kujua ukweli. Kwa nini unaendelea kuficha? Kwa nini unaficha kitu gani mama? Mama, hebu mimi niache kwanza niende, kuna kazi natakiwa nikamalizie mapema tu. Sawa, naona nikuache. Alafu mbona Olivia anakupigia simu upokee? Kuna shida gani? Nimeshindwa kupokea kwa sababu niko confused, yani sielewi mnanificha, yani sijui nini kinaendelea. Mama, naomba mimi niondoke. Bwana mwamba akamwacha mamake pale, akaondoka zake bwana kazini. Sasa mwanadada hapa akaamua kufanya uchizi utaila bwana. Akaamua kubeba vilago vyake aende kule kwa Henry, nyumbani kwa kina Henry bwana. Bwana, amefika pale mlangoni bwana. Anakutana na mama yake Henry bwana, anamzuia. Wewe hapa uingii. Unaenda wapi na mabegi yako hayo? Wewe mlinzi, imekwaje umemruhusu mpumbavu akaingia hapo getini? Mama mimi katumia wewe mpumbavu sana. Mlinzi wa aina gani ambaye hujali sheria unazowekwa na bosi wako? Wewe mpumbavu sana, toka hapa. Anaanza kufokea, akaanza kumind mlinzi bwana yule mama. Sasa sikiliza, wewe hapa uingii na mabegi yako. Umenielewa? Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya mume wangu. Mume wako nani? Mwanangu sio mume wako. Ndoa ipi? Umeolewa wapi mpaka unasema unamuita mwanangu mume wako? Wewe huwezi kuingia kwenye nyumba yangu. Siwezi kuishi na mpumbavu kama kwenye nyumba yangu. Yaani mama akawa mkali kinoma, hataki kabisa mwanadada amsogelee mwanae bwana. Lakini mwanadada kawiva mno, anakuambia mimi hapa lazima niingie. Basi Henry bwana anatoka zake kazini bwana, anafika pale anakutana na ule mgogoro ukiendelea pale bwana. Nini kinaendelea hapa jamani? Mbona zogo, kuna nini hapa? Mwanadada akadakia. Ongea na mamako tena, mwambie kabisa mimi nitamvunjia heshima. Mama akadakia, akamwambia wewe utanivunjia heshima mara ngapi? Toka nakufahamu wewe mwanamke, wewe ni kunivunjia mimi heshima tu kila siku. Leo unaniambia utanivunjia heshima. Unanivunjia heshima mimi mara ngapi? Ushanivunjia heshima mara nyingi sana. Mimi nakwambia utakufa. Unamwona mwanangu, unamwona mwanamke anavyoniambia mimi nitakufa. Unamwona sifokuwa na adabu. Mama, hebu tulia basi mama kwanza. Hebu tulieni kwanza nisikize. Kwani nini tatizo hapa? Nini kinaendelea kwani? Kwani mnachogombania ni kitu gani mama? Mimi nashindwa kweli. Mnanichanganya unajua. Henry anamwambia mama yake, mimi mnanichanganya sana hata sielewi yani mnachogombania kitu gani. Hebu nielewesheni bwana, nini kinaendelea? Basi bwana mwanadada akaanza kumueleza Henry bwana. Sikiza bwana, mimi hapa nimekuja hapa. Nataka niingie ndani bwana. Mimi nimekuja mazima hapa sasa, nataka tuishi wote hapa bwana. Tuishi wote kivipi? Sasa mamako ndo hataki kabisa mimi niingie ndani. Ndio sitaki, huwezi kuingia ndani kwangu. Mpumbavu, labda mimi niwe nimekufa, lakini huwezi kuingia hapa nyumbani kwangu. Akamwambia mimi naingia. Sikiza Henry, mimi hapa nimekuja kwa sababu nataka tuishi wote, tulee kiumbe chako. Mimi nina mimba yako. Muongo. Hawezi kuwa na mimba yako huyu. Huyu ni muongo tu mwanangu, anakudanganya. Hawezi kuwa na mimba yako huyu. Mimi nina mimba na mwanao. Mimi nina mimba ya mume wangu. Kama unataka hivyo nakwambia, lakini mimi nina mimba ya mume wangu. Akamwambia sikiliza, huyu anakudanganya tu. Hana cha mimba, na hata kama atakuwa na mimba, hiyo mimba sio ya kwako. Huyu anakudanganya. Mama, hebu tulie kwanza mama. Hebu tulia. Umesema mjamzito? Ndio mimi ni mjamzito. Basi dada akaforce mwanangu, kaingia ndani bwana kwa nguvu. Hebu ingia ndani kwa nguvu kwa bwana. Mama ndo akaanza kudiscuss na mwanae. Mama, hebu naomba niambie. Unamsikia mwanamke anavyosema? Amesema kwamba ana ujauzito wangu. Akamwambia huyo hana ujauzito wako, na hata kama atakuwa na ujauzito, ataka confirm hilo ni daktari wetu. Si kingine chochote kile. Daktari wetu ndo confirm kama ni mjamzito au la. Na huyu hata kama ana ujauzito mwanangu, mimi nakwambia hamna cha kusema tupime DNA wala nini. Ila huyu nakwambia kabisa huyu hana cha mimba, wala kama ana mimba sio ya kwako. Kwa hiyo mama, nataka uniambie kachukua mimba ya mwanamume mwingine kichwani, anataka anipe mimi. Akamwambia ndio hivyo mwanangu. Mimi nakwambia kabisa huyu sio mwanamke, huyu ni mpumbavu. Na kama uamini hili utakuja kuliamini siku moja, lakini nakwambia hamna msona anachokifanya. Yaani kafosi hapa kaingia ndani kwa lazima na mabegi yake. Unaona anachokifanya? Hii ni dharau kabisa anazoletea mbele yako. Huyu ni upumbavu kabisa mwanangu. Mimi siwezi kuvumilia upumbavu. Basi mama, calm down mama. Tuangalie hii issue itendaje. Okay. Baada ule mzozo wote bwana kuisha bwana, imefika asubuhi bwana. Mwanadada yupo zake koridoni bwana, anatoka zake chumba kingine kulala huko bwana. Anafika karibu na chumba cha bwana Henry, anamkuta yule mwanamke bwana, anashuka ngazi kutoka chumba cha Henry bwana. Akamuuliza, vipi ulilala huko? Yule akamwambia, ni swali gani la kijinga unaloniuliza? Yaani mimi kulala kwa mume wangu, unaniuliza mimi nimelala huko, una maana gani? Akamwambia, okay, mimi kwani hawajakuambia? Hawajakuambia kwamba mimi jana nilikuwepo? Of course kumbe nilichelewa padi. Jana bwana mimi nilikuwepo hapa, nimelala hapa. Na of course nikwambie tu kwamba nimembebea Henry mtoto wake hapa. Dada akastuka Olivia. Una mimba? Akamwambia mimi ni mjamzito hapa. Of course nimembebea Henry mtoto hapa. Na haka katoto saa hizi bwana kamekuwa kakorofi sana. Hapa ni hapa jinsi kanarukaruka, kanataka katoke kakungate. Binti bwana anapiga maneno ambayo vijembe wenzake hapa. Sasa tena wanawake kwa wanawake bwana. Akaanza kumwambiaje bwana, sikiza nikwambie. Hapa tunashauriana wanawake kwa wanawake. Cha kufanya wewe kaa mbali tu, yani ikiwezekana usije tena hapa, kwa sababu ni kama unajizalilisha tu dada mwenzangu. Nikwambie tu kweli, unajizalilisha tu, kwa sababu Henry hakutaki tena, anamtaka mama mtoto wake ambaye ni mimi hapa nimembebea kiumbe chake. Umenielewa? Yale maneno akamchoma sana Olivia.
Oya, kweli bwana, mapenzi hayana maigizo mtu wangu. Yaani mapenzi hayana maigizo kabisa na hayajaribiwi bwana. Mwanadada bwana, inaonekana sasa ameshaanza kumpenda Henry bwana. Hapa ameenda kumind jamaa ile mbaya. Jamaa bwana akaenda huko chumbani kwa Henry bwana. Fika chumbani kwa Henry bwana. Anaingia ndani ile anamwambia afadhali umefika. Akamwambia afadhali nimefika na maana gani? Una lolote? Sina lolote kivipi yani? Kwani inakuwa una lolote? Yaani wewe kumbe nakupigia simu zangu upokei. Na kutoa message zangu ujibu. Mimi nikajua tu labda unahitaji tu space kwanza, nikuache upate muda kidogo. Kumbe ulikuwa uko busy na mapenzi na unamuita mpenzi wako, si ndio? Kumbe mko busy mnafanya mapenzi na mpaka mnapeana mimba, si ndio? Yaani akashangaa, hapana. Mimi cha kwanza umenikosea unavyoongea hayo yote. Kwa sababu mimi huyu mwanamke cha kwanza nimemwambia alale chumba cha wageni mpaka pale mtoto atakapozaliwa, kwa sababu sina uthibitisho wote wa kujua kwamba huyu mtoto mimi ni wangu, hii mimba ni ya kwangu. Sawa? Pili, wiki 3 zilizopita ndo nilionana na huyu mwanamke mara ya kwanza. Kwa hiyo siwezi kuthibitisha chochote kwake. Ndio maana nilimwambia alale kwenye chumba cha wageni. Sawa? Kwa hiyo mimi hayo unayoongea, yani siyaelewi na yanatokea wapi. Hapana, wewe unadanganya mimi, unaniona mimi kama sina akili. Unaelewa? Heri akamwambia sasa wewe ngoja nikuulize swali. Yaani kitu gani ambacho wewe kinachokufanya una panic sana hapo? Kwanza wote nyinyi mimi mnanichanganya tu. Wewe mwenyewe hapa toka nakufahamu. Unakataa kila ninapotaka kukugusa. Yaani kila ninachotaka kufanya kwako unakataa, sio kukisi, sio kufanya chochote unanikataa. Sasa mimi nitaamini vipi? Kwamba ni girlfriend wangu. Hakuna picha, hakuna video za pamoja, hakuna chochote kuhusu mimi na wewe. Mimi nitaaminije kama ni girlfriend wangu? Sikiza nikwambie bwana, mimi kusema kweli yani ninachanganya tu. Sielewi kabisa kinachoendelea ni kitu gani. Of course naomba kwanza nipe muda, nichukue kama wiki 3 hivi za likizo. Maana sasa hivi niko busy sana na kazi. Nishachukua wiki 3 za likizo, nadhani tutaongea zaidi. Umenielewa? Acha mimi niondoke zangu kazini. Mwamba akachukua begi lake, akaondoka kazini bwana. Okay, sawa bwana. Mwanamama bwana bado anaendelea kumweka mbali tu. Anaendelea kumweka mbali yule mwanamke na mwanae bwana, kwa sababu anajua kabisa kwamba huyu mwanamke ni sumu kali sana kwa mwanae bwana. Leo akamfuata Olivia akamwambia, sikiza Olivia mwanangu, naomba nisaidie jambo moja. Mimi ninachokuomba ni kitu kimoja tu mwanangu. Naomba uhamie hapa nyumbani. Olivia akamwambia, sasa mimi mama nihamie? Ndio, hamia hapa nyumbani kwa sababu mwanamke tayari tushakonfirm kwamba kweli ni mjamzito. Sasa tujue kwamba atafanya nini tena baada ya hapo. Kwamba baada ya ujauzito nini kitaendelea. Na huyu mimi ni sumu kali sana kwa mwanangu, kwa sababu sitaki kumwachia mikononi mwake huyu, sitaki kumwacha mikononi mwa mwanangu, kwa sababu najua atamrudisha kule alikotoka. Unajua mwanangu mimi amekuwa mtu mzuri sana, amekuwa mtu mzuri sana na amekuwa anajitambua, na hii ni kwa sababu ya ushawishi wako mwanangu. Kwa mimi sitaki huyu ajaribie mwanangu. Naomba basi ubaki hapa ili umfanye kuwa karibu na huyu mwanangu, asiwe karibu na huyu mwanamke. Huyu mwanamke atamrudisha mwanangu kule alikotoka. Mimi sitaki mwanangu, naomba nisaidie. Sasa mimi mama hapo nitahusikaje mama? Mbona mambo mengine unaonipa mama nifanye mimi ni mazito sana, kwa sababu kwanza nikwambie tu kwamba mimi sio boyfriend wangu kweli. Mimi sio girlfriend wake wa ukweli. Sasa inakuwaje mimi sasa mama unanipa mzigo wote ni ubebe? Oya, usiku leo bwana. Bwana dada kataitiwa ile mbaya na Henry bwana. Kaambia bwana leo hapa uondoki bwana. Mmeweza kupiga story pale anataka kuondoka. Naambia leo hapa uondoki. Niache bwana mimi niondoke naenda zangu kwenye chumba cha wageni kulala. Leo mimi nataka tulale wote. Mimi na wewe hapa kwenye chumba. Kwanza hiki kitanda ni kikubwa hiki. Kitu gani kinakupeleka kwenye chumba cha wageni? Akaambia bwana nasikiliza. Heshima itakiwi bwana hivyo kwa sababu sisi bado hatujaoana. Alafu mamako yupo humu ndani humu na maana tunalala kwenye pamoja na mamako. Unafikiria mbali sana. Kwani kulala na mama kwenye pamoja kuna shida gani? Kwani mimi nimekwambia tunafanya chochote. Najua kilichokuwa kwenye akili yako. Hatufanyi chochote, sisi tunalala. Wewe huwezi kuniacha mimi salama. Yaani nilale na usinifanye chochote. Uongo. Akamwambia kweli. Niamini mimi nakwambia kweli mpenzi. Sifanyi chochote na wewe. Tunalala kule na mimi nalala kule. Okay, sawa. Dada akakubali kabisa, sikiliza. Ni promise kitu kimoja. Tunaweka mtu katikati. Akamwambia sawa, haina shida. Unaweka mtu katikati. Mimi hamna shida. Mimi sikugusi mbona. Yaani wewe tulale tu. Alafu uone kama nitakugusa. Mimi sikugusi bwana. Nimeshakwambia tayari. Hatufanyi chochote, sisi tunalala. Mimi nimependa tu leo nilale na wewe. Akamwambia basi sawa, haina shida bwana. Mwanadada akakubali, kapata kitandani, kavuta shuka na lala. Okay, haya usiku mwema. Ili wanataka kulala bwana. Mwanadada naye sikaingia pale kule ndani bwana, chumbani kwa Henry bwana. Anafika pale bwana. Nini kinaendelea hapa? Henry akamwambia basi hata ungegonga mlango. Unaingia tu kama unaingia chooni. Akamwambia unasemaje hivi, una akili kweli wewe? Yaani nyumba ya mume wangu, chumbani kwangu kwa mume wangu. Mimi nigonge nagonga nini? Akamwambia sasa nauliza tena, nini kinaendelea? Akamwambia kinachoendelea ukioni hapa, tulikuwa tunalala. Nini unataka kwani? Akaambia unalala hivi wewe unajiona nani? Unajiona mfalme sana wewe. Uwe na wanawake wawili kwenye nyumba moja. Unalala na huyu unazunguka naye unavyotaka wewe, si ndio? Hivi unanichukuliaje mwanaume? Haya, okay, anyway sawa. Mmelala mmefanya nini tajua wenyewe. Mimi nimekuja hapa mwanao ananisumbua bwana. Mwanao ananipiga mateke tumboni kwa nataka unifanyie kidogo massage, unisugue kidogo mgongo, nijisikie vizuri. Mwanao ndo anataka hivyo, sio mimi. Umenielewa? Kwa mwambie huyo mjinga wako atoke hapo ili unifanyie hivyo vitu. Shikakamwambia unasemaje? Olivia akamnyonge sana, akamwangalia yule mwanamke afu akamwambia okay sawa, hamna shida, mimi naondoka.
Henry, usiondoke, unaenda wapi? Au usiondoke popote, hamna kuondoka. Wewe baki hapo, nenda wapi? Akamwambia muache aondoke. Nishakwambia mwanao anataka unifanyie massage. Mguu, migongo yote inauma. Nataka massage kutoka kwako. Umenielewa? Akapanda kitandani pale pale, dada mzee akajitegesha kwa Henry bwana. Henry hana cha kufanya bwana. Akamkumbia, inabidi aweke mikono amkumbatia. Anataka hataki, ndio hivyo anamkumbatia sasa. Yaani wewe si umekaje? Ndio hivyo nakwambia. Sio unaona sasa hapa mtoto mwenyewe amefurahi. Yaani hapa mtoto mwenyewe amesikia raha. Umenielewa? Olivia akaondoka zake kinyonge sasa. Bwana sasa hivi Olivia sasa anateseka sasa kwa sababu anaona sasa mapenzi yanaanza kumtesa. Mwanamke kashaanza kumpenda, alafu mwanamume mwenyewe sasa anapendwa na mtu mwingine. Basi bwana, asubuhi imefika bwana. Henry bwana ameandaliwa breakfast na Olivia bwana. Olivia akamshamtengea pale breakfast, anamwambia bwana karibu sana bwana. Akamwambia by the way, lakini chakula chako kitamu sana bwana, mimi nimekipenda sana. Akamwambia unazingua wewe. Siku ile kule hospitali ulikikataa ukasema huwezi kukila kile chakula wewe ukipendi. Sasa leo unasemaje? Tena ukasema kabisa mimi siwezi kula kile chakula. Akamwambia hebu tulia basi. Mimi sijasema sauti kama hiyo bwana. Ndio umesema. Akanacheka pale wenyewe anachekesha. Ghafla bwana akapita mwanadada yule bwana, mchumba wake wa zamani wa Henry bwana, akapita pale bwana. Pita akasikia wanavodekezana pale. Nefika una wivu bwana. Kumbe alishaandaa naye breakfast yake bwana. Sikaja pale mezani bwana, kaleta breakfast yake, na alipokuja pale bwana akampush Olivia pembeni bwana, akaweka breakfast yake ile kaitoa kaweka pembeni bwana. Basi akaanza kujisemesha pale. Sikiza nikwambie mpenzi, nimeamka mimi saa 12 asubuhi kwa ajili yako, kwa ajili tu ya kuandaa hii breakfast. Usiniambie tena unakula vyakula vingine ambao haeleweki. Henry akamwambia, lakini usimekuta mimi nakula kitu. Akamwambia hata kama unakula kitu weka pembeni, mimi ndo mkeo. Kula hii breakfast yangu kwanza, ndio ndaa toka asubuhi. Mimi ndo mama wa mwanao. Sasa unakula breakfast ya nani tena zaidi yangu? Hebu usiweka pembeni. Olivia bwana akakosa nguvu, kakaa pembeni tu anaangalia yanayoendelea bwana. Bwana baada ya kuonja ile breakfast aliyotoa na yule mpenzi wake wa zamani bwana. Sijui imezidi ni pilipili, sijui ni chumvi. Jamaa akakimbia akaenda kutema. Akamwambia hii ni manini unanipa wewe mwanamke, utakuja kuniua. Akakimbia bwana anaenda kutema bwana. Wakati wote wameondoka Olivia inabidi pale angalie, alafu akatikisa kichwa toka kondoka zake, akamfuata mshikaji wake nyuma bwana. Sasa wakati wanaondoka pale bwana dada akasema kwani chakula kina shida gani? Hebu ngoja nionje. Bwana dada ameonja. Jamani. Hebu ngoja ninywe maji. Amekunywa maji akasema baby, kumbe haiko hivyo bwana. Ukinywa maji kichakula kinaenda sawa. Hamna shida. Yaani wewe tu ndio hujajua, lakini ukinywa maji yaani sasa mtu mpaka anywe maji asikumie na maji ndio chakula kikae sawa kweli. Hiyo si sawa kabisa bwana. Kwa hiyo dada bwana, urembo wa bure lakini kupika ni sifuri kabisa yani bwana. Hapa ameambulia zero kabisa kwenye kupika bwana. Basi bwana hapa sasa mwanadada Olivia ndo anadhihirisha wazi kabisa kwamba kaanza kumpenda mwanakaka Henry bwana. Naona bwana, akamwambia sikiliza nikwambie bwana, mimi nimechoka namna unavyonitreat bwana. Nimechoka kabisa namna unavyotreat yani. Haiwezekani yani wewe unaacha chakula changu mimi, unachukua cha ule unayenimuita ni mtoto, ni mama mtoto wako sijui kwa sababu tukabeba mimba. Kwani mimi nimekwambia siwezi kubeba hiyo mimba yako? Na maana mimi kuna muda nataka nikubusu, kuna muda nataka nikumbatie na shindwa. Kwa ajili ya mtu kufanya kitu kidogo tukashasogea, tukufanya kitu kidogo. Henry akamwambia subiri, umesema nataka kunikisi. What a moment jamani. Jamaa akasa kumkumbatia bwana, akamwambia sasa umesema nataka kunikisi. Mimi sijasema hivyo bwana, mimi nimekosea tu kusema. Sikia ghafla wanakumbatiana pale bwana. Mwanadada akashafika tena. Nini kinaendelea hapo? Nauliza nini kinaendelea hapo? Henry daka. Sasa wewe kila ninapoenda wewe unanifuata nini bwana? Yaani kwa nini utuachia? Bwana dada bwana Olivia akaamka pale kwa hasira bwana, kampiga push yule mwanamke bwana, kaondoka zake nje bwana. Unaona bwana? Mwanamke kaanza kumwambia, unaona mtu wako anavyonifanyia, unaona anachonifanya. Yaani akamwambia niachie mimi bwana, achana na mimi bwana. Naye akatoka akamfuata Olivia bwana. Basi bwana mwanadada bwana kachoka na zile sarakasi pale ndani bwana. Leo akaamua waitishe kikao watu waongee nao bwana. Kabisa sikizeni jamani, mimi nimeitisha kikao hapa. Lengo langu ni moja tu, mimi nataka kujua. Mama naomba niulize, kwani huyu Olivia yeye hapa ni nani? Wewe Henry, mimi na wewe tulijiona muda mrefu sana. Tumejiona muda mrefu sana mimi na wewe, mpaka tukaanza kudate kitambo sana. Ghafla tu leo hii anatokea Olivia. Huyu Olivia ni nani? Hivi ushajaribu kuuliza hili swali au na umekaa kimya tumekuwa kama kipofu ambaye huoni? Olivia akamwambia, mimi wewe hupasi kunijua mimi ni nani. Huna kabisa haki hiyo ya kutaka kujua mimi ni nani. Umenielewa? Yani hilo achana nalo kabisa. Wewe jua mambo yako. Hapana, mimi nataka nijue una agenda gani hapa ndani kwenye hii nyumba. Yaani una agenda gani kwenye hii nyumba? Mimi hicho ndio ninachotaka kujua. Olivia akamwambia, wewe huna haki ya kujua mimi nina agenda gani hapa ndani. Umeelewa? Wewe fanya mambo yako na mimi niache kama nilivyo. Henry, unajua kwamba mimi nipo hapa kinyume na sheria. Wazazi wangu hawajui kama mimi niko hapa. Na wao hawajui kuhusu mimba. Unaelewa? Mimi nina mimba sasa hivi. Lakini mimba haijifichi. Baadaye watajua. Hivi umejipangaje kwa hilo? Umejipangaje kwa hilo? Nakuuliza, una plani gani na hii mimba? Nakuuliza wewe Henry. Henry akamuuliza akamwambia, okay sawa, una suggest vipi? Yaani wewe una wazo gani, unasemaje? Akamwambia okay, wazo langu mimi ni moja tu. Nataka mimi na wewe tuishi kama mke na mume. Lakini muda huo Olivia hawe ameshaondoka hapa nyumbani. Bwana alipoongea hivyo, yani mama yule akacheka sana, akamwambia yani wewe unanichekesha sana hicho unachokiongea kwa sababu ni absolutely hakiwezekani. Yani kitu ambacho hakiwezekani kabisa kwa sababu Olivia hapa haondoki, haendi popote pale. Okay. Olivia bwana akaamua kukata mzizi wa fitina bwana. Akamwambia jamani, mimi ngoja niondoke mimi. Ngoja mimi niondoke. Mama akamwambia hamna, unaenda wapi? Uende uondoke. Yani naye akadakia akamwambia hamna, uende uondoke wapi? Uende wapi?
Akamwambia hapana. Sasa mimi ningoje nini hapa? Nyie mnatarajia kupata mtoto. Kwa niwache bibi na bwana muendelee kuishi, muendelee na maisha yenu. Hapana Olivia, kaa chini hapo. Sasa kama naye bibi naye akaamka naye. Sikiliza, kama yeye aondoke basi mimi naondoka. Akamwambia kwenda wapi? Mama yake akamwambia mwache aondoke. Mama yake akapiga makofi, mwache aondoke, mwache aondoke zake. Ndio naondoka, hamna shida. Unaenda wapi sasa Olivia? Akamwambia unaenda wapi nani wewe Krishna? Unaenda wapi? Akamwambia none of your business. Yani hiyo sio biashara zako, achana mimi kabisa Hayo hiyo ni juu yangu, unaenda wapi ninajua mimi. Usitaki kujua mimi naenda wapi. Sawa, akaondoka zake pale kwa hasira bwana bibi. Basi bwana Henry bwana kaacha kwenye mshangao mzito bwana, akiwa juu cha kufanya bwana. Mama yake akamwambia hebu pumua kwanza. Yani pumua, alafu relax. Wala usiwe na wasiwasi. Sawa mwanangu? Kila kitu kitakaa sawa. Kila kitu kitajulikana baadaye. Wewe kuwa na amani kabisa. Usiwe na wasiwasi wote. Mimi kwani nishai kukupoteza njia mwanangu? Hapana mama, lakini mimi ninachanganyikiwa. Kama usichanganyikiwe. Wewe calm down mwanangu. Tulia. Kila kitu kitakaa sawa tu mwanangu. Tulia. Okay, sawa. Baada ya kile kikao kuisha bwana, mwanadada akaenda moja kwa moja mpaka chumbani kwa Henry bwana. Nafika chumbani kwa Henry bwana, nakuta Henry naye ana mawazo ile mbaya bwana, akisimama zake pale, anavuta taswira ya mambo ambayo yanavyoendelea bwana kwenye maisha yake bwana. Anageuka na muona Olivia anaingia. Olivia umekuja. Nikajua bwana ushaondoka. Olivia akamwambia nitaka niondoke, lakini ilibidi nisiondoke kabla kukuambia mambo muhimu sana bwana. Yaani inabidi kukuambia mambo muhimu sana kabla sijaondoka bwana. Okay, nasikiliza. Lakini naomba kwanza niahidi, hutareact vibaya wala hutajisikia vibaya nitakapokuambia ukweli wote kuhusiana na mambo yanayoendelea. Mimi nikamwambia niambie basi, mimi nasikiliza. Mbona unaniogopesha? Kwani mambo gani? Akamwambia usijali. Kuwa na amani, mimi nitakwambia, lakini niahidi kwanza kwamba hutareact vibaya. Akamwambia okay sawa, mimi sitareact. Hebu niambie. Nini? Kweli mimi sijafikiria kama tutafika mbali hivi. Sijafikiria kwamba jambo litaenda mbali namna hii. Wala sikuwa na plani kwamba mimi nitakupenda. Wala sikuwa na plani yoyote kwamba nitafanya kitu chochote kibaya kwako. Yaani hebu nyoka nenda kwenye point bwana. Mbona unazunguka sana, mimi bado sikuelewi. Ile bado hajamalizia kuongea bwana. Anaingia yule mwanadada mwingine bwana, yule mpenzi wake na Henry wa zamani bwana, anaingia pale. Wewe mpumbavu, wewe mwizi sana wewe. Wewe mwizi, cheni yangu iko wapi? Cheni yangu iko wapi? Huyu kanibia cheni yangu, anamkaba bwana Olivia. Olivia anamwambia wewe cheni gani? Mimi umenibia cheni yangu bwana. Mimi nimetafuta cheni yangu ya kutosha sana lakini sioni. Inakuwaje bwana? Umeweka cheni yangu. Sasa yule jamaa anashangaa. Cheni gani? Wewe unaoche gani kama wewe ndo kachukua cheni yako? Henry anamuuliza yule dada. Dada akamwambia sikiliza nikwambie wewe, mimi sio mtoto mdogo bwana. Hapa ndani tunaishi mimi, yeye na wewe na mamako tu. Basi. Sasa ina maana cheni yangu atakuwa amechukua nani? Atakuwa amechukua mamako. Maana shaka muda mrefu hapa mamako aje kunifanyia vitu kama hivyo hapa. Lazima ndio mgeni aliyekuja, mgeni ndio mwizi. Huyu ndo kachukua cheni yangu. Kwa sasa unasemaje tuone tukasachi vitu vyake? Ndio, nataka nikasachi vitu vyake. Yaani akamwambia una uhakika kweli umeangalia vizuri vitu vyake? Akamwambia nimeangalia na hamna cheni yangu haipo. Huyu cheni yangu ndo kachukua yeye huyu. Sikiza nikwambie. Usije ukaenda kusachi vitu vya mwenzako Afrika. Yaani Olivia akamwambia na maana umeruhusu uende kusachi vitu vyangu, si ndio? Aenda kasachi, aende. Hapana, mimi sitaki kwenda peke yangu. Inabidi tuende wote, asije akaona labda mimi nimeweka hivyo vitu kwenye nimeweka hiyo cheni kwenye hivyo vitu vyake. Sawa, mimi nataka niende tukasachi wote. Tuangalie kama cheni yangu anayo au hana. Bwana mwanadada imefika stage sasa anaitwa mwizi bwana kwenye nyumba ya watu bwana. Haya mapenzi yamewafikisha mbali sana bwana hawa. Okay, walienda bwana kusearch vitu bwana vya Olivia bwana. Baada ya kusearch vitu vya Olivia bwana wakakuta ile cheni bwana kwenye vitu vya Olivia bwana. Unaona sasa mimi nimekuambia, nimekuambia kwamba umeleta mwizi hapa ndani. Mimi nilijua tu lazima huyu atakuwa amechukua. Mimi nilikuwa nakwambia siku zote kwamba huyu ni mwizi, lakini hutaki kunielewa. Si unaona sasa cheni yangu kaichukua, usiwe nitaka kauze. Yaani watu wengine wamekaa maskini sana na mawazo yani kuibaiba vitu vya watu tu vyenye thamani bwana. Sasa gold yangu nilitaka ichukue kauze. Basi mwanadada akaongea ngenga kibao pale kuhusiana na Olivia bwana. Lakini yote haya ni chuki tu bwana. Hapa lazima kuna kitu kimefanyika hapa, lakini sidhani kama kweli Olivia atakuwa amechukua hii cheni. Ile jambo bwana la kuitwa mwizi bwana limemuumiza vibaya sana bwana mwanadada Olivia. Yaani hapa akawa analia kwa uchungu sana bwana. Yaani akawa analia sana bwana, lakini akawa analalamika kwamba yani wema wangu wote nilofanya leo mimi naonekana mwizi. Yaani aisee binadamu sisi basi. Akawa analalamika sana pale mwanadada bwana. Kati analia pale bwana. Yule mama akatoka bwana. Vipi mwanangu? Nini kinaendelea hapa tena? Wewe unalia mwanangu? Unalia nini mwanangu? Mama wewe niache tu mama. Mimi nimechoka kabisa mama hii kazi. Mimi siwezi tena kuendelea na hii kazi. Akamwambia mwanangu usiseme hivyo mwanangu. Usiseme usiniambie ni calm down mama. Usiniambie ni calm down mama. Mimi nimechoka. Yaani nimechoka kabisa na mazingira mama. Mimi nimechoka. Akamwambia hapana mwanangu usiseme hivyo. Kwani shida iko wapi? Kwani shida nini mwanangu? Mama sikiliza mama. Mimi sasa hivi bwana nikwambie tu kwamba mimi umenifanya nimpende mwanao. Yaani ni kwamba mimi nimesha tengeneza tayari hisia na mwanao. Alafu kitu kingine ambacho kinaniumiza zaidi ni kwamba mimi sasa hivi nimekuwa mwizi. Kweli mama. Yaani kazi imenipelekea mimi kuitwa mwizi. Aisee mimi nimechoka mama. Sasa hivi tena mimi sitaki hela, sitaki chochote mimi. Mimi nilikuwa namtaka mwanao. Yaani nishachoka tayari kupretend kama girlfriend wake mama. Mimi nimeshachoka na kila kitu sasa hivi. Sasa mwanangu kwani tatizo mama, mimi nimechoka kupretend kuwa girlfriend wa mwanao. Na nishatengeneza hisia tayari kwa mwanao. Gafa hajamaliza kuongea maneno bwana. Mshikaji kumbe kasikia bwana na girlfriend wake yule wa zamani bwana wametoka kwa nasikia. Mama nini unasemaje Olivia? Unasemaje? Ina maana ulikuwa unaniektia?
Ina maana kumbe unajua mimi unataka kuniambia kitu gani? Mbona hujaniambia muda wote? Nilikuwa nataka nikwambie muda ule lakini hujataka kuniambia. Kwani mnanifanyia hivi lakini? Kwani mnanifanyia ujinga huu mliko mnafanya? Ina maana mama na wewe unajua kila kinachoendelea. Ngoja tu nikwambie ukweli. Nikwambie tu ukweli. Ni kweli kwamba mimi tulikutana siku ya kwanza ile ulipopata ajali. Siku ulipopata ajali ile ndio tulikutana bwana. Lakini nimefika hospitalini, leo utakasema wewe unasumbuliwa na PTA, yani ukosefu wa nini? Umechanganyikiwa. Ina maana ni kwamba umepoteza kumbukumbu. Sasa mimi nikipoteza kumbukumbu ndio mnificha mambo ndio mnificha. Hapa daktari kasema hivi vitu vije taratibu tu. Yani uje kupata hii picha mwenyewe taratibu kabla sisi kukuambia, sababu tukikwambia sisi tutakuchanganya zaidi. Akamwambia okay, sawa. Haina shida. Mama unasemaje? Ina maana jambo nalijua, si ndio? Mama naomba niambie ukweli. Haya anayoongea yani ya ukweli. Na unajua kinachoendelea? Akamwambia ndio mwanangu, ni kweli. Mimi najua kinachoendelea na mimi ndo nimemuomba yeye act kama girlfriend wako ili ulikave tu. Mimi nilikuwa natafuta tu namna ya kupona mwanangu. Hamna kingine chochote. Kwa umemlipa shilingi ngapi mpaka anafanya yote haya? Nimemlipa Naila milioni 20. Umemlipa Naila milioni 20? Na bado isitoshe kaiba cheni ya girlfriend wangu. Huyu ni mwizi tu mama huyu. Yaani unalipa milioni 20, alafu tena bado ameiba cheni ya mchumba wangu. Unaona sasa alichokifanya mama? Yaani umenisa. Hapana Henry, usinifikirie hivyo. Mimi sikufikiria yote. Sijaiba hiyo cheni. Umeiba iko wapi sasa? Tumeona kwenye pochi yako kabisa. Kwenye pochi yako tumeikuta cheni. Au unasema hujaiba kivipi? Umenidisappoint sana yani. Mshikaji bwana akakasirika pale bwana, akamwacha Olivia pale akaondoka zake juu huko mwanangu. Jamaa akapata hasira ile mbaya yani, baada kujua ukweli kwamba kumbe alikuwa anaktiwa tu bwana mlendani bwana. Kumbe huyo Olivia alikuwa anamotia tu bwana, yuko pale kwa sababu alikuwa analipwa. Lakini kiukweli ni kwamba mwanadada yeye kweli kaanza kumpenda Henry bwana. Yaani kashatengeneza mapenzi tayari, alafu mwamba yeye kashasanuka kwamba mwamba alikuwa anaktiwa tu hapo bwana. Sasa kama unavyojua wanawake bwana. Yaani hapa mwanamke yule girlfriend wa zamani wa Henry bwana, anaona kama kashawini hivi, akaanza kumtania mwenzake bwana. Akaanza kumwambia kabisa, sikiliza nikwambie, mimi nilikwambia wewe. Wewe kama ni mdangaji, wewe ni mdangaji tu. Huna lolote, wewe ni gold digger. Huna lolote wewe. Alafu mama nilikwambia kwamba unatengeneza wezi hapa ndani. Unaona sasa? Umeona mwenyewe, umejionea kwa macho yako. Umetengeneza mwezi wewe hapo. Mwizi umemtengeneza wewe huyo hapo. Umeona sasa? Haya kazi unayo sasa mamangu. Huyo akaondoka zake. Basi bwana, mwanadada bwana, uamuzi alofikia ni kuondoka tu hapa nyumbani bwana. Kafungasha begi lake, kaona hapa tena hapafai kukaa hapa. Bwana niondoke zangu bwana. Akaenda moja kwa moja kwenye mlango wa Heli bwana. Alipofika pale, akaanza kumgongea mlango bwana ili amuage bwana. Nagonga mlango. Heli, najua kwamba nimekuumiza sana kwa kiasi kikubwa sana, lakini tafadhali naomba ufungue mlango nije japo niseme neno na wewe. Heli mwanangu katulia, kakausha tu kama asikii vile kama anagongewa mlango na mtoto wa kike bwana. Tunakika kaone siwe shida. Kachukua begi lake bwana, kaamua kuondoka zake bwana. Kaona bwana, nikauli zangu tu Swahili, niende zangu kwa dada yangu bwana, nikamwambie hiki kinachoendelea hapa bwana. Mimi siwezi tena kuendelea kukaa hapa kwa sababu amani hapa imetoweka kabisa bwana. Mwanadada Olivia bwana akaondoka zake bwana. Okay, hapa nyumbani bwana maisha yanaendelea pia, lakini ni kwamba napo pia amani hamna bwana. Hii ni asubuhi imefika bwana. Mwanadada kamwandalia mume wake hapa breakfast bwana. Kamwandalia mchumba wake breakfast safi kabisa hapa, akasema hapa bwana anakuja kunywa chai jamaa bwana. Nafika tu, oh baby, ndio umeshatoka unaenda kazini? Basi karibu, breakfast nishakuandalia tayari hapa. Heli hajasema chochote mwanangu, kala zake mnuno wa nguvu tumze, kakunja zake kaondoka zake ofisini kwake bwana. Tena ana habari kabisa na mwanadada bwana. Mwanadada mwenyewe anajua labda ameshinda, kumbe bado lipo bichi, kwa sababu Heli bado hamuelewi naye pia bwana. Yeye alishaanza tayari kumpenda Olivia. Basi bwana, kama unavyojua bwana, mwenda kwao si mtumwa, unajua hiyo bwana. Mwanadada bwana kauli zao nyumbani bwana, kafika nyumbani kwao bwana, pale akamweleza dada yake kila kitu bwana. Dada yake akamwambia, sikiliza nikwambie mdogo wangu, wewe relax bwana. Haya mambo yanatokea sana kwenye maisha. Unaweza kumfanyia mtu wema lakini bado wema wako asiuthamini kabisa yani. Sasa mimi ninachokuomba ni kitu kimoja. Acha kulialia mdogo wangu. Umesikia? Wewe concentrate na shule sasa hivi. Na ile biashara ambayo tumefungua, mimi nitaisimamia na kila kitu kitenda sawa yani. Utasoma na sisi tutakula vizuri tu kama kawaida kwa sababu biashara yetu tunayo sasa hivi. Kwa hiyo wewe relax yani, usilie wala nini bwana dada. Yani Olivia bwana ameonekana amekuwa down sana kwa sababu hiki kilichotokea, kwa sababu hajategemea kabisa kwamba mwisho wake utakuwa ni huu, kutokana na wema wote aliyofanya, maisha jinsi alivyokuwa anaishi na yule ya Henry, lakini mwisho wa siku akaonekana ni mwizi, ni mtu ambaye hana maana kabisa pale ndani. Hiki kitu kilimuumiza sana bwana, kwa maana dada yake amemshika moyo na maisha lazima yaendelee. Oya, basi bwana, hapa mamake na Heli bwana ametulia zake sebeni hapa bwana. Ghafla anakuja mlinzi bwana. Mlinzi anamwambia mama samani, kuna mgeni amekuja getini hapo, anahitaji kuonana na wewe. Akamwambia mgeni nani huyo? Mgeni ni mwanaume hivi. Akamwambia okay, mruhusu aje hapa, aje ndani, mruhusu aje ndani. Basi bwana, mgeni akaletwa bwana. Mgeni kufika pale ndani bwana, mama habari za saa hizi mama? Mama akamwambia salama tu. Jambo? Mimi si jambo mama. Samani mama. Hivi ghafla bwana nasikia sauti ya mwanamke inazungumza bwana, anajiongelesha mwenyewe huko. Nyumba bwana unakaa mwanamke mjamzito alafu chakula hamna. Inakuwaje watu hapa wajali wanawake? Anafika tu anakutana na huyu mwanaume. Akastuka kaona sasa hapa yani ishakuwa soi tayari. Inaonekana mwanadada anamjua huyu jamaa bwana. Basi bwana, jamaa akaanza kumueleza yule mama. Akamwambia mama, sikiliza bwana. Huyu mwanamke ambaye yani huyu mwanamke kumbe anaishi hapa. Huyu mwanamke mimi ni mke wangu mama, na huyu mtoto ambaye amebeba tumboni ni mtoto wangu. Mama akamwambia unasemaje?
Hicho unachokiongea una uhakika nacho? Una uhakika nacho kabisa. Yaani hicho kiumbe alichobeba tumboni kwake hicho ni cha kwangu mama, na mimi ni mke wangu. Alikuwa anaishi naye kabisa, ni mke wangu. Basi bwana mama bwana akashangaa sana, akaanza kucheka pale bwana. Mwanadada akaanza kumchongea ngenga mshikaji bwana. Kama hivi wewe unaniweza mimi au unanijua vizuri wewe mimi Mimi naendana na wewe kweli unavyoniambia si mimi si na mimba yako si acha mambo yako wewe. Wewe mimba umenipaje mimi? Umeiweka mdomoni kwangu au akamwambia sikiliza. Wewe tunaonana klabu au unajisaulisha. Hapo acha bwana kuongea mambo yako ya kijinga. Mimi sije kukutana na wewe na punde si punde bwana. Heli naye akawa anarudi kutoka kazini bwana. Nafika pale nakutana na ule mzozo bwana. Mamake akamwambia mwanangu bora umefika Heli. Njoo mwanangu njoo. Sasa sikiliza. Msikilize huyu jamaa hapa anachosema. Bro vipi bwana? Mshikaji akamwambia safi vipi? Safi. Niambie una issue gani hapa? Akamwambia bwana bora tumefika kwa sababu nimekuja kukuambia kwamba huyu mtu ambaye unaishi naye hapo mwanamke mimi ni mke wangu. Na hiyo mimba ambayo ameibeba ni ya kwangu mimi. Mshikaji akamwambia unasemaje? Hicho unachokiongea una uhakika nacho? Akamwambia hata kama ukisema sasa hivi twende tukapime DNA, utaona kabisa kwamba huyu mimi sio mtoto wako. Kama uamini basi mimi nakuachia uendelee kuishi naye hapa. Lakini ukweli ni kwamba kizaliwa mtoto ukienda kupima DNA utagundua kwamba huyu mtoto mimi ni wa kwangu. Huyu mwanamke mimi nilikuwa naishi naye kabisa yani. Nashangaa kanitoroka nyumbani kaja kuishi kwako. Sielewa kwa nini yani. Wewe una uhakika kweli? Huyu mwanamke ulikutana naye vipi? Anamuuliza mshikaji. Mshikaji akamwambia mimi nilikutana naye club huyu mwanamke. Tukakubaliana nini? Tukaondoka zetu nyumbani. Tukawa tunaishi wote kabisa, ni kama mke wangu. Lakini nashangaa amebeba ujauzito, anaanza kunitoroka nyumbani anakuja kuishi na mwanamume mwingine. Mimi nimeshindwa kuelewa. Mwanamke kaanza kujieleza pale. Hapana, mimi sikujui. Wewe utakuwa una akili wewe. Unajua vizuri mimi sijui nini. Alikamwambia sikiliza. Brother nikwambie kitu wewe, chukua upumbavu ondoka nao. Unasemaje mpenzi? Chukua upumbavu ndo basi. Mamake akanacheka mamake na Eli bwana. Mimi nilikuwa nasema tu, yani nilikuwa nasema kabisa kwamba hapo hamna mwanamke. Si unaona sasa kilichotokea? Yani mtu anabeba mimba mtu mwingine afu anataka kumletea mwanangu. Hilo jambo hapa haliwezekani kabisa. Wewe bwana chukua uzoga ondoka nao bwana. Yani mama yake na Eli kafurahi sana kwa sababu alikuwa anamchukia sana mwanamke. Sababu mwanamke ilikuwa ni kama kitu cha kwanza ambacho kinamharibu mwanae. Kwa hiyo alikuwa hataki kabisa hili swala. Yani hataki kabisa mama yake na ni mwanae endelee kukaa na huyu mwanamke bwana. Yani mama amefurahi, kwake ni furaha kubwa sana bwana. Si mwanadada bwana, baki hapa ni kumlaumu mtu mshikaji bwana, anambia wewe umekuja kuniharibia mimi maisha yangu hapo. Umeona? Unataka mimi niende kuishi na wewe maskini hapa na kati unaanza kunitoa kwenye utajiri huko. Wewe usijali bwana, wewe tuondoke tu kwa sababu una kiumbe changu. Ukishajifungua kiumbe changu tayari utarudi kwa mshikaji wako ambaye unaona ni tajiri. Lakini mimi ninachokuomba ni kimoja tu. Naomba nilee mwanangu. Umenielewa? Unasema kumpa damu yangu mtu mwingine. Mimi hilo jambo siwezi kulivumilia bwana. Mimi nitakusumbua siku zote yani. Kama vipi fungasha kila kitu chako hapa. Tuondoke zetu bwana. Kwa sababu nishasanua tayari ukweli bwana. Ni mwanadada bwana kama hii kinoma kaona kabisa mshikaji kaja kumpotezea malengo yake bwana. Mwenyewe alikuwa anajua kabisa kwamba hapo ameshafika tayari kwa sababu Olivia kashatimuliwa zake tayari, kashatengeneza visa akaondoka zake. Kwa mwenyewe akajua kwamba alishawin tayari bwana. Kumbe Mungu ana jicho lake pia bwana. Mwamba bwana kabaki njia panda bwana. Hajui cha kufanya ni nini bwana. Amekaa zake chumbani hapa bwana. Hana chochote anachokifanya bwana. Ghafla bwana mamake anaingia ndani pale. Akamwambia mwanangu, utabaki kuwa hivi mpaka lini sasa? Kazini huendi. Chakula utakikula. Toka jana umejifungia tu ndani. Sasa hapa ndo utapata suluhisho la hicho kitu ambacho kimetokea au vipi mwanangu? Akamwambia mama, yani na mengi sana ya kufikiria katika akili yangu. Alafu sasa hivi nikwambie tu, nishafikiria kila kitu. Mama nishakumbuka kila kitu. Mama akamwambia, "Wow. Vizuri sana kama umekumbuka kila kitu mwanangu." Niambia umekumbuka, nikamwambia, "Haina haja kukuambia. Lakini nishakumbuka tayari kwamba niligongwa na gari, nikapoteza kumbukumbu, lakini nishaanza kufikiria tayari kukumbuka maisha yangu yote ambayo yalipita. Kutokana na yale ule mzozo wa asubuhi, nimeanza kukumbuka kila kitu mama. Kwa sasa hivi naelewa. Kwa hiyo naomba niache tu. Kama umekuja kuongelea mambo yako ambayo eleweki, niache. Sasa hivi nakumbuka kila kitu." Hapana mwanangu, mimi sija kwa ajili ya hilo. Mimi nimekuja kukuambia tu kwamba hapa nimepika chakula kizuri tayari kipo hapo downstairs. Twende tukale kwanza. Alafu haya mengine tutayaongea baadaye. Akamwambia hapana mama, mimi siwezi kula. Siwezi kufanya chochote sasa hivi. Mimi naomba tu niache. Lakini mimi ninakuomba kitu kimoja. Yaani usimfikirie kabisa Olivia vibaya. Mimi naamini Olivia hajafanya chochote kibaya kwa sababu mimi ndo nimefanya afanye vile alivyofanya. Ndio, wewe ndo umefanya afanye hivyo. Lakini naamini hujamfanya yeye aniibie mimi, aibe ile cheni, hujamfanya achukue hela zote hizo kwa ajili ya mama akamwambia, lakini sawa, mimi ndo nimemfanya nimemwahidi hizo hela. Na kuhusu cheni sidhani kama huyu ameiba. Huyu cheni hajaiba kwa sababu mimi nimemuuliza na kakataa. Alafu kitu kingine ninachokuambia ni kwamba Olivia kakataa zile pesa zote ambazo nimemwahidi. Yaani zile milioni 20 nilizomwahidi kwamba akinisaidia ile jambo la kuweka sawa, nitamlipa kazi kataa. Hapo mimi ndo naamini kwamba ile necklace, yaani ile cheni hajaiba yeye. Basi bwana, baada ya kuambiwa vile na mama yake bwana, kweli yeye aliamua bwana kumtafuta yule daktari. Bwana yule daktari ndo peke yake anajua location inayopatikana Olivia bwana. Akampigia simu akamwambia daktari, bwana mimi nina shida na Olivia. Daktari akamwelekeza bwana, akamwambia wewe nenda mpaka mitaa fulani. Ukifika hiyo mitaa fulani nipigie simu nikuelekeze. Jamaa kishafika mtaani pale bwana, anampigia daktari. Anamwambia daktari, nimefika mtaani hapa. Akamwambia ghafla anamuona Olivia. Okay. Subiri daktari, naona kama nimemuona. Nimeshamuona tayari bwana. Nimemuona Olivia tayari. Nimeona duka lao tayari bwana. Nashukuru sana. Baada ya kuipata location bwana, mama akanyonga gari akarudi zake bwana. Akajua hapa nitakuja siku nyingine, ngoja nikajipange bwana. Sasa siku inayofuata bwana, mama kafika mpaka pale bwana. Mzee amefika pale dukani bwana, anagonga pale. Hodi hapa, hodi. Na mwingine anaitika, karibu, ngoja nakuja. Yuko ndani huko bwana. Ghafla anatoka. Anamshangaa, "Wewe vipi? Umekuja kufanyaje hapa?" Akamwambia,
bwana samani sana bwana, mimi nimekuja hapa nahitaji nizungumze na Olivia. Olivia, nataka uzungumze naye nini wewe? Wewe unataka uzungumze nini na mdogo wangu? Huna cha kuniambia, huna cha kumwambia mdogo wangu chochote. Umenielewa? Yaani huna cha kumwambia chochote kwa sababu wewe ni mpumbavu sana yani na hiyo familia yako. Wewe uwezi, mtu amekusaidia mambo mengi sana kwa mapenzi yake tu. Alafu leo unamuita yeye mwizi. Yaani yule mpumbavu wako ulimweka ndani, amechukua cheni, amemwekea mdogo wangu kwenye begi lake, alafu wewe unamuita yeye mwizi, alafu nakubaliana nao. Wewe ni ujinga ambao umeufanya yani. Yaani hatuwezi kukusamehe kamwe. Hapana, lakini mimi nilikuwa naomba, nishajua kwamba ni tatizo langu mimi. Nishajua kabisa kwamba ni tatizo langu. Hana kosa. Najua kabisa hajafanya hivyo. Najua yeye hajaiba. Nimeshagundua tayari kila, nishajua mapungufu yangu. Naomba unitie niongee naye. Kidogo hapo niongee naye kidogo tu. Maana hapokee simu zangu. Hajibu chochote kuhusiana na simu zangu. Kwa naomba basi nitie tu niongee naye. Dada akamwambia sikiliza nikwambie. Tena nitapiga kelele hapa sasa hivi za mwizi. Umeelewa? Wewe kama vipi ondoka zako hapa bwana. Sasa nataka kumuomba yule dada bwana. Akamwambia mimi naomba tu tafadhali. Naomba basi nisaidie hata kumpigia simu tu niongee naye. Dada akamwambia hawezi kukusikiliza. Yaani hawezi tena, akisikia ni wewe kwenye simu atakata simu kabisa. Basi sikiliza nikwambie. Fanya kitu kimoja. Piga simu hapa muite. Yaani danganya chochote tunachojua wewe. Hata mwambie tu kwamba bwana kuna mteja anataka mayai kama kreti 10 hapa. Kwa hiyo hapa hazitoshi. Njoo mara moja hapo kae mimi nikasifuate. Ili tu aje hapa nionane naye. Dada akamwambia sasa hizo mayai sisi hatuna hapa tuuzi. Akamwambia jaribu kumwambia chochote lakini aje tu hapa niongee naye ili niombe mimi msamaha bwana. Yaani najua kwamba ni kosa langu. Dada tafadhali sana naomba sana nisaidie. Basi bwana dada bwana akachukua simu bwana kampigia Olivia. Olivia bwana njoo haraka hapa dukani. Kuna mteja anataka tray kama 10 za mayai na hapa hazitoshi. Kwa hiyo nataka niende nikakimbie nikachukue sehemu fulani hivi. Kwa hiyo njoo hapo niangalizie mara moja. Ndugu wangu mimi niende. Sawa? Olivia akamwambia sawa basi hamna shida. Anataka mayai tray 10 basi nakuja sasa hivi hapo bwana. Bwana Olivia kadanganywa hivyo bwana. Kaingia line bwana anakuja hapa dukani. Kumbe bwana anayemuita ni Harry bwana ndo anakuja kuonana naye. Basi bwana baada ya Olivia kupigiwa simu bwana sikia kwamba kuna order inatakiwa ikachukuliwe sehemu fulani ya mayai bwana, kaja haraka mpaka dukani pale. Anakuja dukani pale, mwamba alikuwa ameshajificha kwenye gari bwana. Unaona sasa pale alifika dukani pale akakuita dada yake yuko ndani kwenye duka pale bwana. Heli alivyomuona tu Olivia akachomoka kwenye gari akanamfuata bwana. Olivia akamwambia, wewe unafanya nini hapa? Umekuja kufuata nini hapa dukani?" Akamwambia, "Nimekuja japo uongee na nani?" "Uongee na nani?" Olivia bwana akaanza kuondoka zake pale. Yaani hataki hata kumsikiza mshikaji. "Olivia, hebu simama basi tuongee. Simama basi tuzungumze. Uzungumze na nani? Uzungumze na nani? Kwanza nani kakwambia uje dukani kwangu? Nani kakuelekeza uje huku? Nani kakuelekeza?" Bwana Olivia akaondoka zake. Mshikaji anaita, Olivia simama tuongee. Olivia simama tuzungumze." Wapi? Olivia anaondoka zake bwana. Kwa hiyo mchongo bwana huu umefeli bwana. Yaani mchongo wao aliupanga umefeli bwana. Maana wanadada Olivia bwana alitaka hata kumsikiza mshikaji, nikakunja akaondoka zake nyumbani bwana. Mwamba hajachoka bwana. Kesho tena asubuhi mapema tu bwana. Kashafika tayari pale kwenye duka bwana. Nafika pale bwana Olivia ndo anafika anaenda kufungua duka lake. Wakati anafungua duka lake, Mwamba yupo pembeni kasimama. Akamwambia, "Wewe vipi? Mbona unajifuatafuata sana? Umekuja tena kufanya nini hapa kwenye duka langu tena leo?" Akamwambia, "Mimi usione nimekuja tu hapa. Mimi kuna jambo nataka nizungumze na wewe." "Uzungumze na nani?" "Uzungumze na mwizi. Sogea kaa pembeni huko." Mwanadada yani kama ni kinoma yani ujue yani hataki hata kumuona mshikaji bwana. Unaona basi akachukua akafungua duka lake akaingia mwanangu anachukua fagio. Anambia, "Sogea huko mimi nataka nifagie." Mshikaji akamwambia, "Wewe fagia, mimi nimesimama. Sogea huko nataka nifagie unaniziba njia. Wewe fagia tu mimi nitasimama hapa." Dada akafagia pale mwanangu akamaliza. Maliza kufagia. Mwamba amesimama tu vile vile. Akamwambia, "Unataka nini sasa? Mbona umesimama tu hivi? Ondoka hapa." Akaanza kutoa vitu bwana mwanadada. Anatoa vitu vyake bwana. Mshikaji akaona amsaidia. Akamwambia, "Usiguse vitu vyangu, usiguse vitu vyangu. Acha vitu vyangu. Wewe unataka usimame? Simama hapo, kichoka ondoka zako." Umeelewa? Ila sitaki kuguse vitu vyangu. Umenielewa? Wewe niangalie kama nilivyo. Wewe simama hapo, ukitaka ukichoka ondoka zako. Kama ulivyokuja ondoke hivyo hivyo. Mwamba bwana hajakubali bwana. Akashinda pale pale bwana na mwanadada. Mwanadada anafanya biashara bwana, yeye Mwamba kakaa tu kutwa nzima bwana. Mpaka jioni kabisa yani. Mwanadada anafunga bwana. Mwamba akamwambia, "Naomba basi, japo hata nisikilize." Akamwambia, "Okay, sawa. Nakupa dakika 10 tu. Una dakika 10 za kuzungumza na mimi." Okay sawa. Asante sana. Dakika 10 hizo ni nyingi sana. Okay, please, tunaweza tukaongea kwenye gari yangu pale?" Akamwambia, "Kwenye gari yako?" Akamwambia, "Sawa, haina shida." Mwanadada bwana akakubali, kaingia kwenye gari bwana. Wakaanza kuzungumza na nani? Na bwana Henry bwana. Okay, Mwamba bwana amepata nafasi ya kuzungumza na mwanadada Olivia bwana. Mwanadada Olivia akakubali kuzungumza na huyu Mwamba bwana. Akaingia kwenye gari pale wakaanza kuzungumza bwana. Mshikaji akamwambia, "Kwa kweli na kwanza nisamehe sana kwa kile kitu ambacho kimetokea pale nyumbani. Na ulivyoondoka nimegundua mambo mengi sana ambayo pia yamenumiza sana moyo wangu Olivia. Nimegundua kwamba yule mwanadada kumbe ile Helen yake alipandikiza mwenyewe kwenye handbag zako bwana. Ilimradi tu wewe uondoke pale nyumbani. Hicho ndio nilichokuwa nataka. Yaani wewe uondoke pale nyumbani. Hicho nimegundua baada ya kuondoka. Lakini nisamehe sana kwa kufikiria hayo yote juu yako. Kumbe si kitu cha kweli kabisa." Mwanadada akamwambia, "Okay sawa. Haina shida, nimekusikiliza, nimekuelewa. Lakini jambo linalotaka haliwezekani kwa sababu nimesha move on tayari na maisha yangu sasa hivi. Nimeshalia, nimekosa usingizi, sasa hivi nimepona. Kwa hiyo nimeamua kabisa kuendelea na maisha yangu. Kwa hiyo ninachokuomba ni kitu kimoja tu. Mimi nimekusamehe, lakini hilo unalotaka wewe haliwezekani kamwe." Basi bwana, mwanadada bwana akashuka kwenye gari, akasepa zake bwana. Mwamba ameachwa ameduaa bwana, asijue nini cha kufanya. Mwamba bwana baada ya jibu kutoka kwa Olivia bwana alivyokataa vile bwana, Mwamba karudi nyumbani hapa akiwa mwenye mawazo sana bwana. Akiwa ametulia zake nyumbani pale bwana. Akiwa na wazo ili na lile bwana asipate jibu la kufanya bwana. Anashangaa kama mlango unagongwa hivi. Jamaa kanajiongelesha anambia, "Mama mimi bwana bado sina njaa bwana." Yeye akili yake yote alikuwa anajua kama mama yake anamletea chakula bwana. Unaona bwana? Kumbe anatokea pale anaingia mwanadada Olivia.
akasupply, akaona akashangaa sana, akaona hii ni surprise, unajua unafanya nini hapa? Mwanadada akamwambia usitaki kuniambia kwamba hujafurahi kuniona. Akamwambia nimefurahi kukuona, of course nimefurahi kukuona, lakini nimeshangaa. Kwa nini unashangaa? Kwa sababu umejawa na surprise sana. Yaani nimeshindwa kuelewa kwa sababu tumeachana pale, umekataa kila kitu nilichokuambia, lakini nashangaa umefika hapa. Akamwambia nimekuja hapa kwa sababu najua hujaondoka vizuri muda ule. Kwa hiyo nimekuja hapa kukuambia tu moja kwa moja. Unaniambiaje? Nakwambia tukwambia jambo mimi siwezi kulifanya. Yaani siwezi kuendelea na kitu ambacho kimetengenezwa kwenye uongo, yaani kimejengwa na uongo. Naona bwana, hii tutakuwa tunaendelea kudanganyana, kitu ambacho mimi naweza siweze kabisa. Akamwambia sikiza nikwambie. Hiki kitu kimetengenezwa na uongo, lakini uongo zaidi ni kuendelea kukataa hiki ambacho tunacho. Huo ndio uongo zaidi. Yaani kikubwa ni kwamba tukubali kwamba sisi tayari tushapendana. Akamwambia hapana nini sasa, unakataa nini? Basi tuanze upya tena. Yaani anamwambia mshikaji waanze upya kutongozana tena. Basi wakaanza kutaniana pale bwana. Mambo vipi mrembo? Alivyo akajibu akamwambia mimi niko poa, mambo poa. Sasa nimependa tatu zako nzuri. Hebu zunguka nikuone. Basi ukani utani pale bwana. Mwanadada bwana amemsamehe mshikaji na amemkubali bwana. Anambia bwana sikiliza. Sisi tuendelee na maisha bwana. Kwa hivyo akamwambia mimi nimekuelewa pia na mimi nakupenda pia. Wakakumbatiana pale bwana. Sasa huu ni mwanzo wa penzi jipya bwana. Hawa ni love dates sasa hivi. Hakuna uongo tena bwana. Sasa mwanadada yupo kwenye penzi zito na mshikaji na ikakubaliwa bwana. Hapa anaona sasa maisha ameyapatia mwamba bwana. Ama kweli mapenzi yanashinda kila kitu bwana. Unaona mwanadada kaamua kuachia milioni 20 bwana, akabaki na penzi bwana. Sasa niachie comment yako hapo mpenzi mtazamaji. Vipi wewe bwana, unaonaje? Unaweza kuachia milioni 20 kubaki na penzi? Au ndo kama vile bwana utangangania milioni 20 tu mpenzi atakuja muda wote ukiwa na pesa niachie comment yako hapo mtu wangu. Story yetu hii inaishia hapa bwana. Lakini huu ni mwanzo tu wa story nzuri nyingine ambazo zitakujia kutoka hapa. Kikubwa tu usisahau kusubscribe na kuwasha kengele ili tuendelee kuwa pamoja. Msimuliaji wako ni Sabari na hii ni Movies Flash TV. Asante kwa kuwa nasi.